nafasi ya kuzaa matunda katika kuwa mtu mkuu, nafasi ya kuzaa matunda. Na leo nitazungumzia mambo kadhaa. Lengo kubwa la somo hili ni kumsaidia kila mmoja afahamu kuhusu kuzaa matunda. Fahamu kuhusu kuzaa matunda. Unawezaje kuzaa matunda? Hasara za kutokuzaa matunda na faida za kuzaa matunda. Lakini cha pili ni kumjenga kila mmoja awe mtu anayezaa matunda kwa mwendelezo. Kumjenga kila mmoja awe mtu anayeweza kuzaa matunda kwa mwendelezo. Lakini nyingine ni kuwa na kanisa lenye mavuno makubwa. Kanisa linalotembea kwenye mavuno makubwa. Kuwa kanisa linalotembea kwenye mavuno makubwa. Nazitaja tu hizi haraka haraka, zinaweza sio na umuhimu sana, lakini ni vizuri ukazifahamu. Nyingine ni kumsaidia kila mmoja kuwa mshirika wa thawabu zilizopo kwenye uvunaji wa nafsi. Kila mmoja awe mshirika wa thawabu. Thawabu ni maana yake ni baraka au faida zilizoko kwenye uvunaji wa nafsi. Sasa nina maandiko machache ambayo nataka niyaweke hapa, na maandiko haya yatatupa msingi wa kile ambacho tunakwenda kujifunza leo, nafasi ya kuzaa matunda. Kitabu cha Mwanzo sura ya kwanza ule mstari wa 26 mpaka wa 28. Mwanzo sura ya kwanza mstari wa 26 mpaka ule mstari wa 28. Twende kwa haraka haraka wote kwa pamoja. Anasemaje? Mungu akasema, na tumfanye mtu kwa sura na mfano wetu. Akafanyeje? Anasema akatawale samaki wa bahari, alafu ndege wa angani, alafu na wanyama na nini tena, na nchi yote pia, na kila chenye kutambaa kitambaacho juu ya nchi. Mstari wa 26 wa 27. Twende mstari wa 27. Mungu akamuumba mtu kwa mfano wake, kwa mfano wa Mungu alimuumba mwanamume na mwanamke aliwaumba. Mstari wa 28. Mungu akawabarikia, Mungu akawaambia, zaeni mkaongezeke, mkaijaze nchi na kuitiisha, mkatawale samaki wa baharini na ndege wa angani na kila kiumbe chenye uhai kiendacho juu ya nchi. Jambo la kwanza, ukisoma kile kitabu cha hiyo Mwanzo 1:26, utaona lengo la Mungu kumuumba mtu ni alimuumba ili atawale, kwa sababu anasema na tumfanye mtu kwa sura na mfano wetu, wakafanyeje? Wakatawale. Mabegi ndani yako umeumbwa kutawala. Maana yake na unapaswa kujua kila ulia hapa ya kwamba you are created to dominate. Umeletwa duniani kutawala. Kuna eneo fulani ambalo ukikaa kwenye maisha unaweza ukadhihirisha mamlaka, ukadhihirisha utawala ambao Mungu ameuweka ndani yako. Kila ulia hapa umetumwa kutawala. Mwingine utawale biashara, mwingine utawale kwenye eneo la uchumi, mwingine kila mmoja kuna eneo kwenye siasa, kila mmoja ana eneo ambalo umetumwa kuja kutawala duniani. Lakini sasa njia ya kutawala kwenye huu mstari wa 26 haipo. Kwenye huu mstari wa 26 amesema nenda ukafanyeje? Ukatawala. Lakini unatawala kwa njia gani? Ameielezea kwenye mstari wa 28. Unatawala kwa njia ya baraka. Na baraka hii kazi yake nini? Ni kukusaidia uzae. Ndio maana anasema hivi, akawabarikia akawaambia, zaeni mkaongezeke, mkaijaze nchi na kuitiisha alafu ile mkatawale iliyokuwa kwenye mstari wa 26 ndio anaiweka hapa, iko mwisho kabisa. Mkatawale samaki wa bahari na ndege wa angani na kila kiumbe chenye uhai kiendacho juu ya nini. Lakini tunatawala baada ya nini? Baada ya kupokea baraka. Maana yake sio tu kwamba Mungu alikuumba kwa sura na mfano wake tu, hiyo inatosha kufanya utawale. Kingine kinapaswa kusaidia utawale ni baraka ya Bwana. Maana yake kila ulia hapo una baraka ya Bwana imewekwa juu yako. Kabla ya laana za familia, baraka ya Bwana ilitangulia. Kabla ya laana za ukoo, baraka ya Bwana ilitangulia. Kabla ya maneno ambayo mtu yote atakutamkia ya laana kwenye maisha yako, na leo vile kama baraka ya Bwana ilishatangulia ikaweka msingi ambao upasi kuondoka kwenye maisha yako katika jina la Yesu. Na leo nakurudisha kwenye msingi wa baraka za Bwana katika jina la Yesu. Sema amen ni uhai. Sema tena amen ni uhai.
aliumba sura na mfano wake. Sura na mfano wake maana yake ni tabia. Kuna tabia za kiungu ziliwekwa ndani yako. Baadaye Yesu alipokuja, baada ya sisi kupoteza ile asili ya Mungu ndani yetu, Biblia inasema Yesu alirudi tena duniani, na alipokuja duniani, Petro wa pili sura ya kwanza ule mstari wa 3 na 4, Petro wa pili sura ya kwanza ule mstari wa 3 na 4, anasema tume kwa uwezo wake wa uungu ametufanya kuwa washirika wa tabia za kiungu. Kwa uwezo wake wa uungu, anasema kwa uwezo wake wa uungu ametukirimia vitu vyote vipasavyo uzima na utaua, kwa kumjua aliyetuita kwa utukufu wake na wema wake. Mstari wa 4 sasa angalia, anasema mstari wa 4, anasema tena kwa hayo ametukirimia ahadi kubwa mno na za thamani, ili kwamba kwa hizo tupate kuwa washirika wa tabia ya uungu. Uungu huu wa herufi kubwa ni ya Mungu. Maana yake kila mtu ile kuumbwa kwa sura na mfano wa Mungu ni kuingiziwa tabia za Mungu ndani yako. Mungu anaweza yote, ameingiza ndani yako kuweza yote. Mungu ana nguvu. Pale ulipompokea, wote waliompokea aliwapa nini? Nguvu, uweza. Mungu ameingiza uweza ndani yako. Tabia za Mungu, tabia nyingine ya Mungu, zile tunda la Roho, zile zote ni tabia za Mungu. Sijui upendo, sijui uvumilivu, sijui kiasi, uaminifu, zile zote ni tabia za Mungu zimeingizwa ndani yako. Sasa sio tu zile tabia za kimwenendo, kuna tabia za Mungu za kutokuogopa mambo madogo, kuanza na kuyavamia mambo makubwa bila kuogopa. Tabia za Mungu za kuchukua hatua wakati akiwa na giza na ukiwa na utupu, anachukua hatua ya kwanza, biashara ya uumbaji. Washirika wa tabia za kiungu. Sasa ninachotaka kusema hapo ni kwamba lengo na mpango wa kwanza wa Mungu ni kila mtu awe mtu anayezaa, awe na uzao. Lengo na mpango wa Mungu wa kwanza kutokea kwenye kitabu cha Mwanzo hicho ni kwamba kila mtu awe na uzao. Sio mpango wa Mungu utembee kwenye utasa kwenye eneo lote la maisha. It is not the will of God. Sio mpango wa Mungu. Kwa nini sio mpango wa Mungu? Kwa sababu tunaanza kuona tangu mwanzo ilikuwaje. Mwanzo Mungu ameshasema nendeni mkazae, mkaongezeke. Hata tu na kuzaa watoto, kuna kuzaa kwenye maeneo mbalimbali ya maisha. Uzae kwenye uchumi. Ulikuwa na bodaboda moja ziongezeke ziwe 2. Ulikuwa na duka moja yaongezeke yawe 2. Ulikuwa na biashara moja, Mungu amekupa neema uongeze, aidha hiyo iongezeke au uongeze na nyingine. Hiyo ndio maana ya kuzaa. Kwa Kiingereza neno kuzaa hapa ametumia neno be fruitful. Sasa rudi tena Mwanzo sura ya 1 mstari wa 11 na 12. Mwanzo sura ya 1 mstari wa 11 na 12. Mwanzo sura ya 1 mstari wa 11 na 12. Anasema Mungu akasema na nchi itoe majani, na mche utoao nini? Mbegu. Na mti wa matunda uzao matunda kwa jinsi yake, ambao mbegu zake zimo ndani yake juu ya nchi. Na ikawa hivyo. Maana yake hata mimea ambayo Mungu aliumba aliiwekea uwezo wa kuzaa ndani yao. Subiri nikupe andiko lingine tena. Kitabu kile cha Kutoka 23 ule mstari wa 26 na 26 exactly. Kutoka 23 mstari wa 26. Tuone mpango wa Mungu kwa watu wake. Kutoka 23 mstari wa 26. Tusome kwa pamoja, nasemaje? 1 2 3 twende. Mungu anasema, anaongea na wana wa Israeli, anasema apata kuwa na mwenye kuharibu mimba. Apata kuwa na mwenye kuharibu mimba, wala aliye nini? Tasa. Angalia tena, hapata kuwa na mwenye kuharibu mimba. Maana yake inawezekana kuna watu waka conceive jambo fulani, ukalipata wazo fulani, ukapata jambo fulani la kufanya, ukapata wazo la kuanza biashara fulani kubwa, ukapata wazo la kuanza huduma fulani kubwa, ABC Global itakwenda duniani kote. Inawezekana ukalipata hilo wazo, lakini kuna mtu anayeweza akaja akaharibu hilo wazo. Anasema hapata kuwa na mwenye kuharibu mimba. Lakini jambo la pili, wala aliye tasa. Katika nchi gani? Maana yake sasa sio lazima iwe Tanzania kwa ujumla, ila tunaweza kuweka wote tulioko hapa, kila uliyeko hapa, wewe uko Sayuni, na kila aliyeko Sayuni hapaswi kuwa tasa. Hapaswi kuanza jambo likaishia njiani. Sio tabia ya Mungu kuanza jambo likaishia njiani. Sio mpango wa Mungu pia uanze upate jambo alafu baadaye likaharibika. Nini kinaweza kupelekea mimba kuharibika au mtu akaanza jambo likaishia njiani? Nini kinaweza kupelekea mtu akaanza jambo likaishia njiani? Cha kwanza, lack of strength, kutokuwa na nguvu za kutosha.
Luka 14 mstari wa 28 na 29 na 30. Luka 14 mstari wa 28, 29, 30. Anasema mtu akitaka kujenga na akae chini kwanza na apige gharama, aangalie, je, atakuwa anavyo vya kumalizia? Maana yake kumalizia ni gharama. Wengi mnaanza jambo, una nguvu ya kwanza, lakini unakuwa huna nguvu ya kumaliza. Una upako wa kuanza jambo. Unajua kuna mtu anaweza kwambia, pastor, mimi Mungu alinipa wazo la kuandika kitabu, nikaanza kuliandika, nimeandika, baada ya wiki moja nguvu na msukumo wa kuandika ukaisha. Pastor, nimepata hela, nimeenda kulipia frame, na leo nianze biashara, nimeshaagiza na mzigo huko njiani nakuja. Ile shauku ya kufanya hiyo biashara imekufa tayari kabla hata hajaingiza mzigo dukani. Hujawahi kuona mtu anaanza jambo kwa msukumo mkubwa alafu anafika mahali anapoteza shauku na hilo jambo? Alitoka hapa akaenda kuchunguza mashamba, labda mashamba huko mkoani, akaona anaweza akafanya kilimo. Ametoka amelipa gharama ya nauli ya kwenda, amefanya uchunguzi, amepata uhakika, amelipia na shamba. Muda wa kuanza kilimo umefika, hajisikii kufanya hicho kitu. Hajisikii. Ana nguvu ya kwanza, lakini hana nguvu ya kumaliza. Pokea nguvu ya kumaliza katika jina la Yesu. Pokea nguvu ya kumaliza katika jina la Yesu. Nasema tena, pokea nguvu ya kumaliza katika jina la Yesu. Hautaanza jambo na likaishia njiani kwa jina la Yesu. Hautaanza safari na ikaishia njiani kwa jina la Yesu. Sio tabia ya Mungu kuanza na kuishia njiani. Mwanzo sura ya kwanza ule mstari wa 31. Mwanzo sura ya kwanza ule mstari wa 30 na 31. 30 na 31. Mungu aishiaji njiani mpaka amekamilisha alichokianza. Anasema Mungu akaona kila kitu alichokifanya. Rudi mstari unaofuata 30. Rudi mstari wa 30. Mstari wa 31. Yes, wa 31. Anasema Mungu akaona kuwa kila kitu alichokifanya na tazama ni chema sana. Maana yake amekikamilisha. Ikawa jioni, ikawa asubuhi, siku ya sita. Ukitoka hapa baada ya kumaliza na kuona kile alichokifanya kuwa ni chema, maana yake kimekuwa kama alivyokuwa anakusudia. Kimekamilika kama alivyokuwa anakusudia. Tena sura ya 2 mstari wa kwanza. Anasema mbingu na nchi na jeshi lake lote likakamilika. Baada ya hapo mstari wa 2 nini kinafuata? Mungu akastarehe. Anasema na siku ya saba Mungu alimaliza kazi yake yote aliyoifanya, akastarehe ndani ya siku ya saba. Maana yake ni kwamba hakuna kustarehe mpaka umemaliza kazi. Hakuna. Na wakati mwingine unaweza mbona pastor mimi napitia hali ngumu? Ni kwa sababu Mungu akustarehe akiwa kwenye kazi. Kuna kazi ukimaliza ndio kustarehe kunaanza kuja. Kataa ya kuishia njia. Sema nakataa kuishia njia. Sema nakataa kuishia njia. Kwa ujasiri sema nakataa kuishia njia. Maana yake Mungu alianza na alimaliza, hakuanza na akaishia njia, na hiyo ni tabia ya kiungu imewekwa ndani yako. Yohana sura ya 9 ule mstari wa 4. Yohana sura ya 9 ule mstari wa 4. Huyu ni Yesu anazungumza. Huyu ni Yesu anazungumza. Yohana 9 mstari wa 4. Anasema imetupasa kuzifanya kazi zake aliyenipeleka maadamu ni mchana. Usiku waja asipoweza mtu kufanya kazi. Mahali pengine Yesu alikuwa anasema kwenye Luka sura ya 4, nadhani mstari wa 34, anasema chakula changu ndicho hiki, nifanye kazi yake aliyenipeleka, nimalize, nikamilishe mapenzi yake. Yohana hiyo 4 mstari wa 34. Hiki ndio chakula changu. Yesu aligeuza chakula chake kuwa mpango wa kumaliza kazi ambayo Mungu amemtuma kwanza. Yesu akamwambia chakula changu ndicho hiki, ni atende mapenzi yake alinipeleka, nikaimalize kazi yake. Tumeitwa kumaliza, sio kwanza tu. Umeitwa kumaliza, sio kwanza tu. Hujaitwa kubeba tu mimba. Umeitwa kuzaa. Timotheo wa pili sura ya 4 mstari wa 7. Paulo anasema mwendo nimeumaliza, imani nimeilinda, nimevipiga vita vilivyo vizuri vya imani. Alafu mwendo nimeumaliza. Maana yake kila mtu umeitwa kumaliza. Hujaitwa kuanza tu, umeitwa kumaliza. Nimevipiga vita vilivyo vizuri vya imani. Mwendo nimeumaliza. Hiyo mwendo ameumaliza. Na kingine ni kwamba huwezi kujua kama umemaliza kama hujui ulichotuma kufanya. Huwezi kujua kama umemaliza.
Wengi mnaishi hapa very careless, hauna hata maono ya mwaka huu. Tukiwa tunasema hata tumshukuru Mungu, hakuna sababu ya wewe kumshukuru Mungu, kwa sababu hauoni hata ambacho ulikuwa umepanga kufanya na ambacho umeweza kufanya na ambacho hujaweza kufanya. Kuanzia leo ukifika nyumbani na kuombea katika jina la Yesu, nenda kaandike maono ya mwaka 2026. Nini unataka kufanya? Weka mipango. Na usiweke tu mipango na iweza, weka mipango mikubwa. Waza mambo makubwa. Pangilia madude makubwa, kwa sababu kama ni mambo unayoweza wewe, unahitaji msaada wa Mungu. Weka mambo ambayo ukiangalia unaona it takes only God for you to fulfill that vision. Yatamhitaji Mungu peke yake ili wewe ukamilisha hilo jambo. Naomba nirudi tena pale kwenye kitabu cha Kutoka 23:26. Anasema apata kuwa na mwenye kuharibu mimba, alafu apata kuwa na mtu aliyetasa. Maana yake sio mpango wa Mungu mtoto wake yoyote asiwe na uwezo wa kuzaa. It's not the will of God. Kama Mungu alitubariki ili tuzae, maana yake asiyezaa ni laana. Kutokuzaa ni laana. Ni mojawapo ya ishara ya kwamba maisha yako yanatembea kwenye laana. Andiko la mwisho, Yohana 15 mstari wa kwanza na wa pili. Yohana 15 mstari wa kwanza na wa pili. Kutokuzaa kwenye jambo lolote ni ishara ya kwamba una operate kwenye laana, unatembea kwenye laana. Unatembea kwenye laana. Yohana 15 mstari wa kwanza na wa pili. Tusome wote kwa sauti kanisa. 1 2 3 twende. Anasemaje? Mstari wa kwanza na wa pili. Tuanze mstari wa kwanza. Mimi ndimi mzabibu wa kweli na Baba yangu ndiye mkulima. Kila tawi ndani yangu lisilozaa uliondoa, na kila tawi lizalo ulisafisha ili lizidi kufanyaje? Kuzaa. Mstari wa 3, tuendelee tu hata yote. Mstari wa 3, ninyi mmekwisha kuwa safi kwa sababu ya lile neno nililowaambia. Mstari wa 4, kaeni ndani yangu nami ndani yenu, kama vile tawi lisiloweza kuzaa peke yake lisipokaa ndani ya mzabibu, kadhalika nanyi msipokaa ndani yangu. Mstari wa 5, mimi ni mzabibu na sisi ni akina nani? Na sisi ni akina nani? Maana yake mbingu zinakuona wewe kama nani? Tawi. Na zinamuona Yesu kama nani? Mzabibu. Yesu anasema wewe kama tawi usipozaa unafanyeje? Unaondolewa. Kwa nini unaondolewa? Kwa sababu Yesu pia hataki kujihusisha na tawi lisilozaa. Yesu hataki kujihusisha na tawi lisilozaa. Kwa tafsiri nyingine ni kwamba Yesu hataki kujihusisha na mtu asiyezaa kwenye eneo lote la maisha. Sasa twende kwa haraka. Mimi leo naongelea upande wa kwanza, kuzaa. Yapo mambo mengi ambayo umetumwa kuyazaa duniani, lakini mimi nitaongelea upande wa kuvuna roho za watu, kuzaa matunda kwa njia ya kuvuna roho za watu, au kuhubiri Injili, kuwafikia watu kwa Injili ya Kristo. Injili ni nini? Hili ni jambo la kwanza utaliangalia. Injili ni nini? Injili ni nini? Injili ni mjumuiko wa haya mambo matano. Injili ni mjumuiko wa haya mambo matano. Mambo yaandike. Yohana 3:16. Injili imebebwa kwenye hili andiko. Ni mjumuiko wa mambo matano ambayo yako kwenye hili andiko. Yohana 3:16 anasemaje? Kwa maana jinsi Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanawe pekee, ili kila mtu amwaminie asipotee, bali awe na uzima wa milele. Sasa injili imejificha kwenye hili andiko. Kwenye hili andiko kuna mambo mangapi? Nimekwambia mambo matano. Cha kwanza ambacho kimejificha kwenye hili andiko, anasema ili kila mtu amwaminie asipotee. Kuna hicho kitu kupotea. Maana yake injili lazima izungumzie kupotea kwa mwanadamu. Na kupotea kwa mwanadamu ni kuondoka kwenye njia. Mungu alituandalia njia ambayo kwenye hiyo njia kila mmoja alipaswa kutembea na kupita kwenye hiyo njia. Na hiyo njia inaitwa Yesu Kristo.
Yesu anasema mimi ndimi njia. Maana yake asiyekuwa na Yesu Kristo hayupo kwenye njia. Na kwa tafsiri ya mbingu ni kwamba huyo mtu amepotea tayari. Hata kama huko duniani ana mafanikio makubwa ya kimwili, ana maisha mazuri, lakini kwenye ulimwengu wa roho na kwa jicho la Mungu ni kwamba huyo mtu amepotea, hayuko kwenye njia. Maana yake mtu aliyepotea ni mtu anaelekea kusikojulikana, au anaelekea asipopaswa kuelekea. Yaani anaenda mahali ambapo hakukupaswa kuwa destination yake, hakukupaswa kuwa hatima yake, ila anaelekea huko sasa. Kwa hiyo injili lazima iongelee kupotea kwa mwanadamu. Lakini cha pili, injili lazima izungumzie upendo wa Mungu. Sasa ni kweli tayari mwanadamu ameshapotea, lakini baada ya kupotea Mungu amefanya nini? Mungu bado anampenda huyo mtu. Ndio hapa anasema kwa maana jinsi Mungu aliupenda ulimwengu. Maana yake injili lazima iufunue upendo wa Mungu kabla ya hasira ya Mungu. Injili lazima ifunue upendo wa Mungu kabla ya hasira ya Mungu. Hasira ya Mungu itafunuliwa siku ya hukumu. Wewe kazana kufunua upendo wa Mungu, kwa sababu kuna watu wanahubiri anachopeleka yeye ni hasira ya Mungu. Unakumbuka injili ya Yona? Yona alikuwa anahubiri kule Ninawi, bila sema Mungu alimtuma Yona. Yona alikuwa anahubiri kwa hasira, na lengo lake lilikuwa ni kwamba ahubiri watu wakatae, yani ahubiri watu wakatae, ili mwisho wa siku waadhibiwe na Mungu, achomwe moto wote. Hivi unajua kuna wahubiri wa hivyo wenye asili ya Yona. Anaweza akaenda mahali kuhubiri, yani yeye akisikia amefika pale akapigwa vita, akatukanwa, wakamsema, wakamfukuza, anarudi kifua mbele anasema leo nimehubiri injili. Na akimaliza anasema sasa niko hapa na nawa mikono, sasa wote mfe, sitadaiwa damu yenu. Ahubiri aina ya Yona. Rudi ile andiko, niweke ile andiko, liweke hapo silitoe. Yohana 3:16. Injili lazima ifunue upendo wa nani? Wa Mungu. Aya, jambo la tatu ambalo injili inabeba, injili lazima imfunue Yesu. Katika kuelezea upendo wa Mungu lazima utamfunua Yesu, kwa sababu Yesu ni zao la upendo wa Mungu. Bila sema kwa maana jinsi Mungu alipenda ulimwengu hata akamtoa mwanawe wa pekee. Huyo mwanawe wa pekee ni Yesu. Maana nyingine ni kwamba injili inapaswa kumwelezea Yesu kuliko mtu mwingine yote na kuliko kitu kingine chochote. The gospel must reveal Jesus more than anyone, more than anything. Lazima imfunue Yesu kuliko mtu mwingine yote na kuliko kitu kingine chochote. Ukiona unaenda mahali vitu vinaongelewa kuliko mtu ambaye ni Yesu, au mtumishi wa Mungu wa mahali yako anaongelewa kuliko Yesu, anatajwa kuliko Yesu, shida imeingia. Hakuna injili ya kweli hapo. Injili lazima ifunue Kristo kuliko mtu au kitu kingine chochote. Jambo la ngapi? La 4. Injili lazima imfikishe mtu mahali pa kumwamini Yesu. In fact ni mahali pa kufanya maamuzi. Lazima imfikishe mtu mahali pa kufanya maamuzi. Lazima imfikishe mtu mahali pa kufanya maamuzi. Na maamuzi yao tunategemea ni maamuzi ya kumfanyeje? Ya kumwamini Yesu. Ya kumwamini Yesu. Injili lazima imfikishe mtu mahali pa kufanya maamuzi. Maana yake hata namna yako ya kuhubiri ujumbe wako, uhubiri kwa namna ambayo utamfikisha mtu mahali pa kuona anahitaji kufanya maamuzi. Na sio tu kufanya maamuzi, kufanya maamuzi nao sasa. Alafu jambo lingine la 5, injili lazima ielezee faida na hasara. In fact ni faida za kumpokea Yesu. Maana yake ukielezea faida huko na hasara zitakuwa zinaonekana, na hasara za kutokumpokea Yesu. Injili lazima ifikishe mtu mahali pa kufanya maamuzi, na maamuzi yao ni maamuzi ya kumwamini Yesu. Lakini pia injili lazima imfikishe mtu mahali pa kuzielewa faida za wokovu. Ndio maana injili haiishi tu siku ile umehubiri pale kwenye jukwaa na ukaokoka, kwa sababu kuna mambo mengine inahitaji wewe mtu aendelee kuja kanisani na kuja ili aelewe faida za wokovu. Dave, nimefurahi kukuona. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa turudi hapo kwenye ile andiko, tusome hapo kwa haraka. Tusome tena Yohana 3:16, anasemaje? Kwa maana jinsi Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanawe pekee. Kwa hiyo kama Mungu alimtoa mwanawe pekee, maana yake injili inapaswa kumwongelea Yesu pekee. Ndio hivyo. Amemtoa mwanawe pekee na injili inapaswa kumwongelea Yesu pekee. Anasema ili kila amuaminie. Nimekwambia lazima injili ifikishe mtu mahali pa kuamini. Asipotee, imtoe mtu kwenye kupotea.
lakini pia awe na uzima wa milele. Hiyo uzima wa milele ni faida mojawapo ya faida za injili zilizobebwa kwenye hilo andiko. Maana yake hilo andiko limebeba faida za injili Yesu kupelekwa. Cha kwanza, inaonyesha hiyo faida ya kwanza ni kwamba watu waliopotea nuru itawaangazia. Sikiliza, andika haya mambo kuhusu injili. Injili ni nuru ya Kristo iliyotumwa kuangaza katikati ya giza la uovu, giza la kuzimu, giza lilokamata watu kitabia, giza lilokamata afya za watu, giza lilokamata maisha. Injili ni nuru ya Kristo iliyotumwa kuangaza duniani katikati ya giza la uovu, giza la dhambi, giza la mateso, giza la magonjwa. Wakorintho wa pili sura ya 4 ule mstari wa 4. Wakorintho wa pili sura ya 4 ule mstari wa 4 anasema tena, tuanzie mstari wa kwanza. Anazungumza kitu kwa habari ya injili. Anzia mstari wa kwanza, Wakorintho wa pili sura ya 4 mstari wa kwanza hadi 4. Anasema kwa sababu hiyo tuna huduma hii kwa jinsi ulivyopata rehema. Huduma yote ambayo Mungu amekupa, karama yote ambayo Mungu amekupa, vipawa. Nisikilizeni watu wa praise na kila mtu weka kanisani. Una kitu kizuri Mungu amekupa kwa rehema. Anasema tumepata kwa rehema. Rehema maana yake huruma za Mungu zimehusika kukupa hicho ulicho nacho. Kila uliye na kitu, usifikie mahali pa kuinua mabega yako kuliko wengine. Kumbuka kwamba umepata kwa rehema, by his mercy. Na kwa tafsiri ni kwamba utaiendesha pia hiyo huduma kwa rehema za Mungu. Endelea kuzitaka rehema za Mungu. Anasema hatulegee. Mstari wa pili anasema, lakini tumekataa mambo ya aibu yaliyositirika, wala hatuenendi kwa ila, wala kulichanganya neno la Mungu na uongo. Maana yake Paulo aliamua kujitofautisha na wahubiri wengine ambao wanalichanganya neno la Mungu na uongo, wanachanganya neno la Mungu na shauku zao na tamaa zao binafsi. Anasema bali kwa kuidhihirisha iliyo kweli tunajionyesha kuwa na haki, dhamiri za watu zikitushuhudia mbele za Mungu. Mstari wa 3, ikiwa injili yetu, anasema lakini ikiwa injili yetu imesitirika kwa hao wanaopotea. Angalia mstari wa 4, anafunua siri kuhusu injili. Anasema ambao ndani yao Mungu wa dunia hii amepofusha fikra zao, wasioamini, isiwazukie nuru ya injili ya utukufu. Maana yake injili ni nuru. To preach the gospel is to bring the light among men. Ni mpaka nuru inaangaza mahali. Injili ni kwenda kuangaza nuru kwenye mji, kuangaza nuru kwenye ofisi, kuangaza nuru kwenye ukoo, kuangaza nuru kwenye familia. Maana yake kila mtu anaibeba injili ya Kristo, anaibeba injili ya Mungu. Nadhani Mathayo sura ya 4 mstari wa 16, wakati Yesu alipozaliwa, Mathayo sura ya 4 nadhani mstari wa 16, sura ya pili nadhani mstari wa 16, kama sio sura ya 4 mstari wa 16, anasema na nuru kuu imeangaza katika giza. Anasema na nuru kuu imeangaza katika giza. Ni Mathayo nadhani sura ya 4 mstari wa 16. Tuweke hilo andiko. Anasema watu wale waliokaa katika giza. Hapa ni baada ya Yesu kuzaliwa na baada ya Yesu kuanza kutoka, alipotoka kujaribiwa mlimani, ameanza sasa kutembea. Anasema watu wale waliokaa katika giza wameuona mwanga mkuu. Mwanga huo ni Kristo, kwa sababu injili ni kumhubiri Kristo. Kristo ni nuru ya watu. Kwa hiyo anasema watu wale waliokaa katika giza wameuona mwanga mkuu, nao waliokaa katika nchi na uvuli wa mauti mwanga umewazukia. Maana yake injili ni kufanya hicho kitu hapo, kuwapelekea watu nuru, mwanga mkuu. Lakini cha pili, kuangazia walio katika uvuli wa mauti mwanga au nuru. Subiri tena nikwambie jambo la pili. Injili ni uwezo wa Mungu unaofunuliwa katikati ya watu au katikati ya ufalme wa giza. Kutumwa kuhubiri injili ni kutumwa kuvamia kambi ya shetani, kwa sababu kila mtu ambaye hajaokoka ni mateka wa ibilisi. Na Biblia inasema mojawapo ya tabia ya shetani kwamba hawaachiliaji mateka wake wakaenda kirahisi. Isaya 14 mstari wa 17, shetani haachiliaji watu wake kwa huruma, haendeshi na huruma. Shetani haendeshi na huruma. Usije ukafikiria kwamba akikupiga na magonjwa ukaumwa mpaka kufika mahali umeanza kutia huruma kwamba shetani atakuonea huruma. Hakuonea huruma. The devil, he is not being driven by emotions. Haendeshi na hisia. Anasema aliyofanya ulimwengu kuwa ukiwa akaipindua miji yake ni shetani. Kwa sababu Gazeti sura 13 anamwongelea ni shetani. Anasema asiwafungua wafungwa wake waende kwao.
maana yake waachie watu waliofunga. Unajua ukiona shetani anakufuata kwenye hilo lote, ndio maana Biblia imesema mpingeni, kataa hila zake, mkemee. Bila kutumia maneno magumu magumu wakati tunadili na shetani. Toeni pepo. Mahali pengine amesema uzao wa mwanamke utamponda kichwa. Shetani anahusika na kupigwa pigwa, kupondwa pondwa, kuharibiwa, kuvunjwa vunjwa. Anasema nimekufanya kuwa silaha zangu za vita, na kwa wewe nitamvunja farasi na yeye aliyempanda, nitalivunja gari la vita na yeye anayechukuliwa ndani yake. Tumetuma kuvunja. Yesu anasema kwa kusudi mwana wa Mungu alidhihirishwa apate kuzivunja kazi za ibilisi. Kazi za shetani zinapaswa kuvunjwa. Kuvunja ni kutumia nguvu, kuvunja ni kutumia mamlaka ulionayo. Umetuma, anasema nimekupa amri na mamlaka ya kukanyaga nyoka na nge. Hatumetuma kukanyaga, hatujatuma kwenda na shetani kimhuruma huruma, hatujatuma kumhurumia, hatujatuma kwenda naye kwa ulegevu. Ni vita, ni vita, ni vita, ni vita. Na mimi nakuombea kwa mamlaka ya jina la Yesu, ile mtu wa vita aliyeko ndani yako aamke kuanzia saa hii, wache kutia huruma. Anasema na aliye mnyonge kwenu na ainuke na asimame, aseme mimi ni hodari. Na aliye dhaifu kwenu asiseme mimi ni dhaifu, asiseme mimi ni mgonjwa. Ni kweli ugonjwa tayari upo, lakini hatusemi tunachokiona, hatunasema yasiyokuwapo kana kwamba yamekuwapo. Hatunatangaza mwisho hatukiwa mwanzoni. Hiyo ni tabia ya Baba yetu Mungu. Aliona kuna giza ukiwa na utubu, lakini anatokea kwa ujasiri, anasema acha ikawe nuru, acha ikawe nuru. Na nikwambia kwamba kila uliye mahali hapa, wewe ni shujaa wa Bwana. Hata kama umekuwa kama Gideoni aliyekaa chini ya shinikizo akiwa anapepeta ngano, hakuna kitu kipo ndani yako. Na ndio kuna muda unaponisikia kama hivi, hakuna kitoto kinacheza ndani yako. Hicho kitoto kinakataa ya kwamba wewe si wa kawaida. Hicho kitoto kinakataa ya kwamba biashara yako si ya kawaida, wito wako si wa kawaida, huduma yako si ya kawaida, maisha yako si ya kawaida. Hata kama maisha na familia uliyopokea inakuonyesha kawaida, wewe umezaliwa mara ya pili, na kila aliyezaliwa mara ya pili anakaa ndani yake, anaishi ndani yake, anakwenda ndani yake. Na kila aliyezaliwa mara ya pili anaitwa kiumbe kipya, aliyetumwa kudhihirisha uweza wa Bwana. Anasema tumepewa mtoto mwanamume na uwezo wa kifalme upo mabegani mwake. Huyu ndio wewe hata leo. Uwezo wa kifalme upo mabegani mwako. Hakuna kukuzuia, hakuna kukuchelewesha. Anakuambia shetani hana nguvu, hana nguvu, hawezi kukuzuia. Kitabu cha Warumi 16 ule mstari wa 20 anasema na Mungu wa amani akamseta shetani chini ya miguu yenu. Shetani amekusudiwa hakukaa chini ya miguu yako. Shetani kwenye ndoa amewekwa chini ya miguu yako. Shetani kwenye afya amewekwa chini ya miguu yako. Shetani kwenye uchumi amewekwa chini ya miguu yako. Shetani kwenye huduma amewekwa chini ya miguu yako. Shetani kwenye tabia na mwenendo amewekwa chini ya miguu yako. Maana yake Yesu anamaanisha kanyaga, aponda, haribu, avunja. Yeremia akiwa mtoto anaambiwa nimekuita na nimekuweka juu ya mataifa. Anamwambia Bwana ya kwamba nimekuweka ili uvunje na kujenga, uharibu na kuangamiza, na baadaye ndio utajenga. Ung'oe vilivyopandwa na baadaye ndio utapanda. Uharibu vilivyowekwa na baadaye ndio utainua upya. Na kuombea katika jina la Yesu, kila uliyepokea moyo wa ushujaa kama moyo aliyokuwa nayo Yoshua, apokea moyo wa ushujaa, ukawe hodari kwa jina la Yesu, ukawe hodari kwa jina la Yesu. Nakataa usema, nakataa, sitaolewa, nakataa, sitaolewa kwa jina la Yesu. Isaya 54 ule mstari wa 13 na 14 anasema utakuwa mbali na kuonewa, utakuwa mbali na kuonewa. Magonjwa nisikie, nimewekwa mbali na uonevu wenu. Umaskini nisikie, nimewekwa mbali na uonevu wenu kwa jina la Yesu. Mauti sikia, nimewekwa mbali na uonevu wako. Hakuna kunionea, maana nimeketi juu sana pamoja na
Kristo, na uhai wangu umefichwa, huduma yangu imefichwa, maisha yangu yamefichwa, ndoa yangu imefichwa, watoto wangu wamefichwa. Nakataa kuonewa, nakataa kuonewa. Hebu kwa dakika 2 tangaza, nakataa kuonewa. Kila uonevu wa adui juu ya ndoa yangu leo nauleta mwisho, leo nauleta mwisho, leo nauleta mwisho. Anasema ya kwamba ya siku hiyo nira itavunja. Isaya 10:27. Katika siku ya leo kila nira inavunjika, kila mzigo kwenye mabega yako usiotoka kwa Bwana unaondolewa kwenye mabega yako. Ondoa kwa jina Yesu. Zaburi sura ya 2 ule mstari wa 3 na 4 anasema tupasue vifungo vyao. Pasua kwa jina Yesu. Tupa mbali na wewe kama zao. Kamba za magonjwa achia maisha yangu, kamba za madhaifu achia uchumi wangu kwa mamlaka ya jina Yesu. Anasema tupilia mbali, atupilia mbali, sukuma mbali, apiga, avunja. Wewe ni silaha za Bwana, vunja kwa jina Yesu kila kikwazo kilichoinuliwa mbele yako. Bwana anasema kwenye Isaya 45 ule mstari wa 1 hadi wa 3 anasema nenda ukamwambie huyu ni masihi wangu. Masihi nani hapa? Bwana anakuambia ya kwamba anakwenda mbele yako na anafungua malango yaliyofungwa na analegeza viuno vya wafalme, hawataweza kusimama mbele yako. Na Bwana anasema yakadabasana, amekuweka juu ya mataifa, anavunja malango ya shaba, anakatakata mapingu ya chuma, anakwenda mbele yako, anasawazisha palipo parusa, anakwenda mbele yako, anakupa hazina za gizani na mali zilizowekwa za mahali pasiri kwa jina la Yesu. Nakataa kuonewa, nakataa kuonewa, nakataa kuonewa, nakataa kuonewa. Roho za magonjwa, magonjwa aina zote, sikia neno la Bwana. Nakataa kuonewa, nimewekwa mbali na kuonewa, nimetengwa na uonevu kwa mamlaka ya jina Yesu. Matendo sura ya 10 ule mstari wa 38 habari za Joseph Makini aliyepakwa mafuta na Bwana kwa Roho Mtakatifu na kwa nguvu, akaenda huko na huko akihubiri habari njema na kuwafungua wote walioonewa. Kila ulionewa natangaza funguka, funguka, funguka. Afya yako ya chini, afya yako ya chini, afya yako ya chini, afya yako ya chini, watoto wako wa chini, ndoa yako ya chini, uchumi wako wa chini. Achia, achia. Anasema ni watu walioibiwa, ni watu waliowekwa kwenye mashimo, wamewekwa kwenye magereza, wala hapana. Sema irudisha, sema rudisha, rudisha kila ulichochukua, kila ulichoiba, kila ulichoua, rudisha kwa jina Yesu, rudisha. Anasema ayamo ayaka pariaka lekanda baraba manda kaparaba masaperele yakaraba lakanda mama. Mpigeni shetani naye atakimbia, sio atatembea, sio atatembea, atakimbia na kuamrisha akimbia. Roho za utasa, roho za utasa na kuamrisha, roho za kuharibu mimba akimbia, achia, akimbia, achia, achia kwa jina Yesu. Anda baraba shakarama manta yakatarama. Sema katika jina la Yesu, siwezi kuonewa, siwezi kuonewa. Nakataa unyonge wa kiroho kwa jina la Yesu. Kaa tena kidogo. Kataa unyonge wa kiroho. Shetani hatumbembelezi, apeleke kwa kubembeleza. Mungu anamwambia Musa, unapomwendea Farao, Farao hata kuelewa kwa maneno tu. Farao hata akiona ishara haamini. Otherwise atakwenda kutafuta waganga wake wafanye ishara kama ya kwao. Anamwambia Farao, tunampelekea mapigo. Asubuhi akiamka leo pigo la kwanza, kesho akiamka pigo la pili. Maana yake Farao hatumuombi. Madhabahu za familia ambazo hazitaki uende,
hatuziombi na hatuko hapa kuziomba. Usifikiri tutaanza kuomba eti wazee tuachie. Ni kipigo mpaka wameachia. Lugha ambayo shetani anaelewa ni kupigo mpaka wameachia. Biblia inaniambia Yesu alipokuwa pale msalabani aligongomelea yale mashtaka yote na akamfanya adui akuwa mkogo. Maana yake kitu cha aibu. Shetani tunakuharibu na kukufanya kuwa kitu cha aibu ndani ya Tanzania kwa jina la Yesu. Tunadili naye kwa nguvu. Tunakataa unyonge wa kiroho. Sema nakataa unyonge wa kiroho. Kuna saa ya kuomba, kuna saa ya kuomba kiupolepole. Ila kuna saa hata kama ni mwanaume unafunga kanga yako pale kiunoni, huo sio muda tena wa polepole, ni muda wa vita. Watoto wako wanapaswa kuelewa wakati mwingine kwamba baba leo yuko kwenye maombi serious, mama leo yuko kwenye maombi serious. Watu majirani zako wanapaswa kujua kabisa wakati huyu mtu wiki hii inaonekana yuko serious, kuna maombi serious yanayo. Samueli wa kwanza sura ya kwanza mstari wa 10. Hana amelia hamna anayemwangalia. Amelia hamna anayemwangalia. Ukianza mstari wa 10 anasema na huyo mwanamke alikuwa na uchungu rohoni mwake akamwomba Bwana akalia sana akalia. Mwanzo alikuwa analia tu, baba nisaidie, baba nisaidie, baba nisaidie. Hamna anayemjali, hamna anayemwangalia. Ukiendelea hiyo Samueli wa kwanza tena mstari wa 16. Mungu wangu Mungu wangu, sina Mungu mwingine. Baba yangu baba. Tena mstari wa 11. Tena mstari wa 11. Sina baba mwingine. Akalia sana. Sasa Hana akaona shetani asinichezee. Anasema akaweka nadhiri akasema, Bwana wa nani? Soma kwa sauti, Bwana wa nani? Aliona hii sio muda wa kusema Ebeneza eti Bwana wa amani. Huu sio muda wa kusema Bwana ametusaidia, sio Yehova Shalom. Kwa sababu ukiwa unaomba maombi ya vita, uko Yehova Shalom. Yehova Shalom. Nipiganie. Hana alienda kwa Bwana safari hii kumtaka Bwana wa majeshi. Kwa sababu ameshagundua hii sasa imefika mahali dharau imezidi. Mwanamke mwenzangu Penina, hapa tulipofikia dharau imezidi. Nahitaji Bwana wa majeshi aingilie kati hili jambo. Kule kwa wakwe nao wameshaniongea na jaza choo na yenyewe imezidi. Nimefika mahali hapa nahitaji Bwana wa majeshi aingilie kati hili jambo. Unajuaje wakati mwingine unahitaji kupigana maombi ya vita? Ni baada ya kuona kuna kesi fulani kwenye maisha yako. Kila ukijaribu kupambana kwa njia nyingine haupati matokeo. Ni kama vile unazunguka hapo hapo kila siku. Ni kama vile unazunguka hapo hapo kila siku. Ni kama vile unazunguka hapo hapo kila siku. Au wakati mwingine unapoona umefika mahali hauoni cha kufanya. Pigana maombi ya vita. Sema kwa jina la Yesu. Nakataa unyonge wa kiroho. Hili kanisa halitakuwa na watu wanyonge kiroho katika jina la Yesu. Kwa hiyo nimekuambia jambo lingine ni kwamba unapohubiri injili unaruhusu uwezo wa Mungu upate jukwaa. Unapohubiri injili unaruhusu uwezo wa Mungu upate jukwaa. Jukwaa maana yake ni upate mahali pa madhihirisho na kujidhihirisha na kujifunua. Mungu hajifunui kama hajatengenezewa nafasi au mahali pa kujifunua. Kutoka 25 mstari wa 8. Kutoka 25 mstari wa 8. Anasema nitengenezeni mahali katikati yenu, mahali ambapo mimi nitakaa. Maana yake Mungu hakai mahali ambapo hajatengenezewa. Hakai kwenye nafasi. Anasema nao wanifanyie patakatifu ili nipate kukaa katikati yao. Kwa hiyo unapoanza kuhubiri injili unatengeneza jukwaa ili uwezo wa Mungu upate pa kujidhihirisha na kujifunua. Na usiogope kuhubiri injili. Nikwambie nilisoma Marko 16 kuanzia mstari wa 15 mpaka wa 20. Nikawa nafikiriaga ya maandiko ni ya kila mtu, sio ya kila mtu. Ni kwa ajili ya wale ambao wanatoka na kuhubiri injili. Anasema nendeni ulimwenguni mote mkahubiri nini? Injili. Na ishara hizi zitafuatana na wale waaminio. Mstari wa 16. Anasema waaminio na kubatizwa atakuwa. Mstari wa 17 anasema ishara hizi zitafuatana na hao waaminio. Hawa sio tu waaminio, ni waaminio walioamini ya kwamba tunapaswa kutoka tukahubiri injili. Wakatoka wakaenda kuhubiri injili. Alafu anasema katika kutoka kwa jina langu watatoa pepo. Huwezi ukatoa pepo ukiwa umekaa tu nyumbani kwako. Maana yake kuna uwezo wa Mungu wa kutoa pepo ulishaachiliwa tayari. Ile unasubiria jukwaa la injili ili ufanye kazi ya kutoa pepo.
Hivyo nafikiri wote hapa tumejazwa roho hapa. Nani hapa siku moja atakuja anguke pepo ili tuone ile andiko likitimia? Kama hatuhitaji kwenda nje, tuwafuate watu wenye maroho ya ulevi kule, watu wenye maroho ya zinaa. Mtu anateseka na ushirikina kule nje, mwingine amelogwa, amefungwa. Hatutaona haya mambo yakitimia kwenye kanisa kama hatutatoka nje tuwalete watu ndani. Maana yake unapojizuia kushuhudia watu na kualika watu kwenye nyumba ya Bwana, unazuia madhihirisho ya nguvu ya Mungu itendayo kazi. Alafu anasemaje? Watasema kwa lugha mpya. Twende mstari unaofuata wa 18. Anasema watashika nyoka. Maana yake wakiwa njiani katika kwenda kwao, watashika nyoka katika kwenda kwao wakiwa wanahubiri injili. In fact Musa alipeleka injili ya wokovu kwa wana wa Israeli. Na ndio maana alishika nyoka ambaye ni ile fimbo yake aliishika, na ikageuka kutoka kuwa nyoka ikageuka kuwa nini? Fimbo. Paulo akiwa katika kuhubiri kwake injili amefika kisiwa kimoja kinaitwa Melita. Nyoka akajisokota kwenye mkono wake. Paulo alichofanya alimtukusia moto na hakupata madhara yote. Haya maandiko sio kwa ajili ya kila mtu, ni kwa ajili ya wanaotoka. Maana yake ni kwamba Mungu atazuia madhara yote ya nyoka. Nyoka weka shetani. Mungu atazuia madhara yote ya shetani, yoyote yasikupate kama ni mtu unayehubiri injili. Shetani atakusudia upate mauti, Mungu ataipangulia juu kwa juu, hata atakwambia. Atakupangia ugonjwa wa kukumaliza, Mungu atapangulia juu kwa juu, hata wakati mwingine Mungu akwambia. Anasemaje? Hata wakinywa kitu cha kufisha. Hivi wewe unaweza kujipikia sumu wewe mwenyewe huyu? Hii kitu cha kufisha ni kwamba umeenda mahali, wanakuona kabisa ni mtumishi wa Mungu, lakini wana nia ya kukuua. Kwa wanasema acha tumkorogee sumu ya panya. Tumkorogee sumu ya nini? Hii dawa ya kukausha. Tumkorogee kwenye uji. Tumpelekee hali. Wanakukorogea, wanaleta, unakunywa, inageuka kuwa protini kwenye mwili wako. Kabisa nakwambia ukweli. Kabisa inageuka kuwa protini kwenye mwili wako. Kwa sababu Yesu alichukua mzao wa mzabibu, akauombea, akasema hivi, kuanzia leo kunyweni hii nini? Ni damu yangu, si ndio? Lakini ukiangalia ni mzao wa mzabibu, lakini wakati huo pia ni nini? Ni damu ya Yesu. Akachukua maji wakati fulani akaigeuza kuwa divai. Ni maji aliyopata kuwa nini? Maana yake hiyo sumu Mungu anaweza akaigeuza ikabakia kimiminika vile vile kama alivyokuwekea, lakini ikazalisha kitu kingine ndani ya mwili wako. Haufi kwa jina la Yesu. Sikuoni ukifa mwaka huu wala mwakani kwa jina la Yesu. Nasema sema tena imani ya nguvu. Amen. Sikuoni ukifa kabisa. Sikuoni ukifa kabisa. Yaani ukiuliza lini tutakuwa na msiba hapa wa mshirika tukaenda kuzika, haupo mwaka huu wala mwakani wala mwaka ule unaokuja wala miaka inayokuja. Haipo kwa jina la Yesu. Kama mimi nimekataa, na wewe sema sifu kwa jina la Yesu. Sema sifu kwa jina la Yesu. Sema nakataa mauti kwa jina la Yesu. Na ikitokea hata kuna majanga ya pamoja, yale ya pamoja ya kusababishiwa pamoja, wewe utabakia kama yule mtumishi mmoja mmoja wa Ayubu alikuwa anasema, nimepona tu mimi kukuletea habari. Nimepona tu mimi kukuletea habari. Wewe utabakia. Wale watu walikuwa wanajua andiko la Zaburi ya kwamba nitaishi ili niasimulie matendo makuu ya Bwana. Kwa sababu ya kutuletea habari tusingejua kuna kingine kilipotea. Umepona tu. Wanaopeleka habari, wanaosimulia habari, wanaoshuhudia matendo makuu ya Mungu kwa njia ya injili hawaruhusiwi kufa. Kwa nini anasema sitakufa bali nitaishi ili nini? Niasimulie matendo makuu ya Bwana. Maana yake wahubiri wa injili hawapaswi kufanyaje? Kufa. Sasa mchungaji, mbona kuna wahubiri wengine wa injili wamekufa? Wewe, mimi namuongelea mhubiri wewe. Namuongelea mhubiri wewe. Masuala ya kwanza kuniletea wengine. Wewe umehubiri injili kama wao. Namuongelea mhubiri wewe. Bwana Yesu asifiwe sana. Jambo lingine kuhusiana na injili. Naomba nizungumze hili jambo haraka haraka. Nizungumze unashuhudiaje watu habari za Yesu? Unashuhudiaje watu habari za Yesu? Mwingine anasema pasta, mimi sina cha kuongea, nikifika tu pale yani sijui niseme nini. Sasa nini cha kusema au nini cha kufanya? Au unashuhudiaje watu habari za Yesu? Au unafanya nini unapokuwa umetoka kuhubiri injili? Unapaswa kufanya nini unapokuwa umetoka kuhubiri injili? Au unapotaka kuhubiri injili? Tikisa jirani yako baada ya kumaliza kuandika, mwambie sikiliza kwa makini. Unapaswa kufanya nini wakati umetoka kuhubiri injili? Cha kwanza, unapaswa
kuwaeleza watu mambo uliyotendewa na Bwana Yesu tangu ulipokutana naye na ukaamua kumpokea. Andika hivyo hivyo, andika hivyo hivyo. Unapaswa kuwaelezea watu au kuwaeleza watu mambo uliyotendewa na Bwana Yesu. Unapaswa kuwaeleza watu unapotoka nje kuhubiri Injili au unapotaka kuhubiri Injili, unapaswa kuwaeleza watu mambo uliyotendewa na nani? Na Bwana Yesu tangu ulipokutana naye na ukaamua kumfuata. Maana yake ni mambo ambayo yametokea kwako. Alafu andika hivi kwenye hiyo point, andika kipengele, kila aliyeokoka ana neno la ushuhuda ndani yake. Waraka wa kwanza wa Yohana sura ya 5 mstari wa 10. Waraka wa kwanza wa Yohana sura ya 5 mstari wa 10. Kila uliokoka una neno la ushuhuda ndani yako. Waraka wa kwanza wa Yohana sura ya 5 mstari wa 10 anasema hivi: yeye amwaminie mwana wa Mungu anao huo ushuhuda ndani yake. Amwaminie mwana wa Mungu anao huo ushuhuda ndani yake. Maana yake ushuhuda huu nitakuelezea ni nini hasa ushuhuda huu, kinachomaanisha huo ushuhuda ndani yake. Nitakuelezea ushuhuda huu ni nini hasa. Lakini cha kwanza, ushuhuda huu ni Yesu uliyempokea. Ni Yesu uliyempokea. Na huwezi kumpokea Yesu bila Roho Mtakatifu kuhusika. Na ndio maana anasema mojawapo ya kazi ya Roho Mtakatifu itakuwa ni kuhukumu moyo wa mwenye dhambi wewe ukiwa unahubiri Injili. Na anapohukumu moyo wa mwenye dhambi, anakuwa anamsaidia wakati huo aelewe kwa ufasaha kile ambacho unakisema, na aone wewe uko wapi na anahitaji kuwa wapi, na anamsaidia aweze kufanya maamuzi ya kuokoka. Sasa ukiangalia vizuri hapa, anasema yeye amwaminie mwana wa Mungu anao ushuhuda ndani yake. Huo ushuhuda ni Yesu, kwa sababu kimaliza kipengele anasema asiye muamini Mungu amemfanya kuwa Mungu, kwa kuwa hakuamini huo ushuhuda, hakuamini huo ushuhuda ambao Mungu amemshuhudia mwanawe. Ndio huyo mwanawe sasa Yesu. Huyo Yesu ni ushuhuda, ni kizalisha shuhuda. Akiwa ndani ya mtu, shuhuda zinapaswa kuzaliwa. Lakini cha pili, ushuhuda ni mambo ambayo yametokea kwenye maisha yako baada ya Yesu kuingia kwenye maisha yako. Hakuna mtu ulikuwa hapa ulikuwa hakuna jambo ulikuwa una struggle nalo. Hamna mtu, in fact wote tulikuwa dhambini hapa kabla Yesu hajatuokoa, wote tulikuwa dhambini hapa. Maana yake hakuna mtu ambaye ulikuwa hauna jambo ulikuwa una struggle nalo. Na kama hauna ushuhuda, ujue hujabadilika. Kwa sababu ukiokoka lazima uwe kiumbe kipya. Kiumbe kipya maana yake kuna kiumbe cha zamani ulikuwa. Kila mtu una jambo hapa, una jambo ambalo Mungu alikuchomoa huko. Mwingine zaka alikuwa ni ulevi, mwingine zaka alikuwa ni zinaa, mwingine zaka alikuwa ni ushirikina, mwingine, kila mmoja ana jambo la namna yake ambalo Mungu kupitia Yesu Kristo amemtoa huko. Sasa nisikilize, Mungu anapokuokoa na kutoa kwenye dhambi fulani, lengo la kwanza la Mungu ni kweli utoke kwenye hiyo hali, lakini lengo la pili kwamba Mungu akupe ushuhuda, akupe ushuhuda wa kutumia kushuhudia watu wengine hata kwenye hali kama hiyo ya kwako. Tulikuwa walevi kuliko wewe, tulikuwa wazinzi kuliko wewe, ametubadilisha Yesu, ametutengeneza Yesu. Tulikuwa wachawi kuliko wewe, ametutengeneza Yesu, ametusaidia huyu Yesu, ametutengeneza Yesu. Tulikuwa ni wezi kuliko wewe, tulikuwa wabaya kuliko wewe, ametusaidia huyu Yesu. Hawa ni watu ambao walifika mahali wakakaa chini wakagundua kwamba kuna hali walikuwa nazo ambazo kuna wengine wanazo, lakini wao wanaweza kuwa walikuwa na hizo hali kwa ukubwa zaidi kuliko watu wengine, lakini bado anasema Yesu ametutengeneza. Kila uliokoka una jambo ambalo ukilitumia unaweza ukawashuhudia watu habari za Yesu.
Unajua kuna wale watu ambao unaona Yesu hajakusaidia chochote. Yaani ukiona Yesu hajakusaidia chochote, yani huna hata jambo ambalo amekusaidia kushinda, wewe ni mtu mwepesi sana kumwacha Yesu. Ni mtu mwepesi sana kurudi, lakini ni mtu mwepesi sana kuwa na kiburi. Kwamba niko nilivyo kwa sababu ya nguvu zangu, kwa sababu ya uwezo wangu. Kuna watu nakuta hata mwingine kila jambo anasema kwa kweli Mungu amenisaidia, kwa vitu mshukuru. Mwingine anasema unamshukuria Mungu sasa, wakati hiki ni kitu cha kawaida tu ambacho watu wengine wanacho. Kila kitu kwetu kinafanya kazi kwa sababu ya Mungu. Sisi sio watu wengine. Kwa cha kwanza waelezee watu. Lakini cha pili, ushuhuda ambao Yesu cha tatu, ushuhuda ambao Yesu ataweka ndani yako ni neno la Mungu litaingia ndani yako. Neno la Mungu, lile neno la Mungu lililo ndani yako ni ushuhuda. Litumie kushuhudia watu. Litumie kufundisha watu. Kila neno la Mungu lililo ndani yako ni ushuhuda. Litumie kufundisha watu, litumie kuhubiri watu. Tuende tena andiko jingine, waraka wa kwanza wa Korinto, waraka wa pili wa Korinto, sura ya 5 mstari wa 17 mpaka wa 19. Mpaka mstari wa 20 in fact. Waraka wa pili wa Korinto sura ya 5 mstari wa 17 mpaka ule mstari wa 20. Anasema hivi, hata imekuwa mtu akiwa ndani ya Kristo amekuwa kiumbe kipya. Ya kale yamepita, tazama yamekuwa mapya. Alafu anasema mstari wa 18, lakini vyote pia vyatokana na Mungu aliyetupatanisha sisi na nafsi yake kwa Kristo, naye alitupa huduma ya upatanisho. Kila uliokoka uko hapa ulipewa huduma ya upatanisho. Maana yake kuhubiri injili sio kazi ya wainjilisti tu, ni kazi ya kila aliyokoka, kwa sababu kila aliyokoka huduma ya kwanza iliingizwa ndani yako baada ya kuokoka. Ni huduma inaitwa huduma ya upatanisho. Maana yake unasimama katikati kwenye nafasi kumpatanisha Mungu mtakatifu na mtu mwenye dhambi, uwapatanishe. Na unawapatanisha kwa njia gani? Kwa Kristo. Anasema alitupatanisha sisi kwa nafsi yake, sisi na nafsi yake kwa Kristo. Maana yake unapaswa kuwa balozi ya Kristo. Anasema naye alitupa huduma ya upatanisho. Mstari wa 18, huwezi tu ukapewa huduma bila kupewa vitendea kazi. Mstari wa 19 anasema yani Mungu alikuwa ndani ya Kristo akiupatanisha ulimwengu na nafsi yake. Mungu alikuwa ndani ya nani? Ya Kristo. Maana yake na ulipookoka Mungu aliingia ndani yako na umepewa hekalu lake. Kwa hiyo kwa tafsiri nyingine ni kwamba Mungu aliyeko ndani yako ndio anayetaka kupatanisha, yeye kujipatanisha na watu. Na atatumia njia gani? Mwili wako. Anasema Mungu alikuwa ndani ya Kristo alipatanisha ulimwengu na nafsi yake, asiwahesabie makosa yao, naye ametia ndani yetu neno la upatanisho. Maana yake safari sio tu huduma na cha kusema. Ndio maana ni rahisi ukianza kuongea tu na mwenye dhambi, wewe anzia hata kwenye Yohana 3:16. Anza kuelezea hivi, unajua Biblia inasema kwa maana jinsi Mungu alipenda ulimwengu hata akamtoa mwanawe pekee ili kila muamini asipotee bali awe na uzima milele. Hivi unajua kila mwanadamu anayetenda dhambi amepotea. Anaanza amepoteaje? Kwa hiyo unamaanisha mimi nimepotea? Naambia subiri sasa nikuelezee. Subiri sasa nikuelezee. Kila unapotenda dhambi unaondoka kwenye mapenzi ya Mungu. Na Mungu ili akuhesabu ya kwamba umepotea ni pale atakapokuangalia kwenye mapenzi yake. Ni pale atakapokuangalia kwenye kitabu chake cha uzima. Hakuoni. Kwa tafsiri nyingine ni kwamba hapo Mungu anakuona kama mtu aliyefanyaje? Aliyepotea. Lakini cha pili, Mungu anamhesabu mtu aliyepotea kama mtu ambaye anaendesha maisha yake kwa nguvu zake. Anajiendesha yeye mwenyewe na sio anaendeshwa na Mungu. Amepotea huyo mtu. Kwa nini? Kwa sababu anakwenda gizani. Aliyeokolewa haendi gizani, aliye na Kristo atembee gizani. Cha tatu unamwambia, unamfunulia hata Yohana 8. Yohana 8 ule mstari wa 32. Yohana sura ya 8 mstari wa 32. Yohana 8:32 nadhani kama sio 12. Nadhani tuanze Yohana 8:12. Anasema kila aliyempokea Yesu haendi tena gizani. Anasema basi Yesu akamwambia tena akisema mimi ndimi nuru ya ulimwengu. Yeye anifuataye hata kwenda gizani kama. Wewe mtakwambia kwa nini nimepotea? Ni kwa sababu huna Yesu. Yesu amesema yeye asiyemwamini, yeye asiyemwamini, yeye aliyemwamini na anayemfuata hata kwenda gizani kama. Maana yake kwa mujibu wa Yesu wewe umepotea kwa sababu haumfuati.
na kumfuata kunaanza na kumkiri yeye kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Lakini jambo la mwisho, kwa nini tunasema umepotea? Unaambia ni kwa sababu Mungu anapotaka kukuona mwishoni, sipo wewe utakapokuwepo. Kwa sababu mwishoni Mungu anatamani akuone ukiwa kule mbinguni, ila wewe utaenda kupotelea jehanamu. Na kule jehanamu sio kwako. Biblia inasema Mathayo 25:41. Mathayo 25:41 anasema jehanamu ameandaliwa shetani na malaika zake. Kwa hiyo ukimkuta mtu kule ni mtu aliyepotea, kwa sababu kule sio kwake. Ila ukimkuta shetani kule, shetani hajapotea, kule ni kwake. Ameandaliwa kule. Mathayo 25:41 anasema kisha akawaambia wale walioko mkono wa kushoto, ondokeni kwangu ninyi mliolaaniwa muende katika. Maana yake kingine, asiye na Yesu amelaaniwa, anatembea chini ya laana. Kwa sababu Yesu alifanyika laana kwa ajili yetu, amebeba laana yetu. Anasema moto wa milele aliwekewa tayari Ibilisi na malaika zake. Maana yake ni kwamba kila anayekwenda jehanamu ni mtu aliyepotea, kwa sababu hakupaswa kuwa kule. Kama angepaswa kuwa kule, angeandaliwa nafasi, hajaandaliwa. Na kule jehanamu watu watakuwa wamebanana sana, ndio maana hali itakuwa pia ni ngumu, kwa sababu wameingia kwenye nyumba isiyokuwa ya kwao. Kwa hiyo shetani atakuwa anapata wageni wasiokuwa na idadi pale, wengi wamebanana. Ndio maana kutakuwa na changamoto nyingi, wamebanana. Uende kabanani kuzimu au kubali Yesu akuandalie makao mbinguni. Shauri yako. Shauri yako. Viwanja mbinguni tunajipimia wenyewe. Yaani unaokoka tayari, plot yako inafufuliwa pale. Wanaanza ujenzi wa plot yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Mstari wa 20, hiyo Wakorintho wa pili 5:20 anasema basi tu wajumbe kwa ajili ya Kristo, kana kwamba Mungu anasihi kwa vinywa vyetu. Maana yake Mungu anakuwa anazungumza na watu kupitia vinywa vyetu. Anasema tuwaomba ninyi kwa ajili ya Kristo mpatanisho na Mungu. Sasa twende jambo lingine tena. Twende jambo lingine tena. Unawaelezea watu uliotendewa na nani? Na Bwana Yesu tangu ulipokutana naye. Twende Yohana sura ya 4 mstari wa 28 mpaka wa 30. Yohana sura ya 4 mstari wa 28 mpaka wa 30. Alafu tasoma pia mstari wa 39 mpaka wa 42. Alafu na sana na dakika chache tunamalizia. Yohana sura ya 4 mstari wa 30, 28 mpaka 30 anasemaje? Basi yule mwanamke akauacha mtungi wake, akaenda zake mjini, akawaambia watu. Mstari unaofuata wa 29, njooni mtazame mtu aliyeniambia mambo niliyoyatenda. Alienda na ushuhuda wake, bwana, mimi nilikuwa mzinzi, kuna mtu amenielezea habari zangu na amenisaidia. Njooni muone mtu aliyeniambia nini mambo. Kwa hiyo mwingine unaweza kaalika tu watu kama unawalika kwenye ibada, wakazanie, usikubali kuja bila mtu. Na unaona, kwa sababu ukimpokea Yesu, huduma ya upatanisho inaingia ndani yako haraka tu. Ile mama baada ya kuokoka hakupitia hata madarasa ya wokovu, pale huduma ya upatanisho ikaamshwa, akatoka akaenda kushuhudia watu, akawacha mtungi wake pale, akaacha kitu alichokuwa anakifanya kwa wakati ule, kwenda kumwandalia ile jamaa aliyemwacha kule nyumbani maji ya kuoga. Sasa anasema mstari wa 30, basi wakatoka mjini wakamwendea. Maana kwa watu wakatoka mjini wakamwendea Yesu. Angalia mstari wa 39. Anasema na katika mji ule wa Samaria wengi walimwamini kwa sababu ya neno la yule mwanamke. Mstari wa 39. Na katika mji ule wa Samaria wengi walimwamini kwa sababu ya neno la yule mwanamke aliyeshuhudia kwamba aliniambia mambo yote niliyotenda. Anasema mstari wa 40, basi wale wa Samaria walipomwendea walimsihi akae kwao, naye akakaa huko siku mbili. Watu wengi zaidi wakaamini kwa sababu ya neno lake. Manake safari hii wanamwamini Yesu sasa, sio kwa sababu tena ya neno la yule mwanamke, ni kwa sababu ya neno la Yesu. Kwa hiyo watu walioko dhambini wanapaswa wamwamini Yesu hatua ya kwanza kwa ushuhuda wao. Alafu cha pili, wamwamini Yesu kwa neno lake baada ya kuja kwenye nyumba ya Mungu. Sasa waanze kuchongwa na kutengenezwa kuliamini neno la Mungu na kumwamini Mungu. Acha nikupe andiko lingine tena. Waraka wa kwanza Yohana sura ya 3 mstari wa 16. Na nakupa maandiko mengi kwa sababu wewe ni mchungaji. Una siku tutakutuma mahali kwenye redio. Unaenda kwa niaba ya askofu. Unakuchukua mshirika wa makao makuu. Unaenda kwenye redio pale kutuwakilisha. Nakuta siku ni Jumapili tumealikwa redio fulani. Sisi tunaendelea na ibada hapa.
wewe tunakutuma kule ukahubiri injili. Wewe namuongelea wewe, siongelei wachungaji wasaidizi, naongelea wewe uliyekaa. Wewe kabisa. Yoke jirani yako mwambie ni wewe. Ndio mchungaji anakuongelea hapa. Wewe kabisa hivyo unaniangalia kwa huruma. Ndio hivyo na mimi sitakuonea huruma. Wewe kabisa. Pastor, sina muda mrefu kanisani, siwezi kuongea. Hivyo utaenda ukawaambia watu huwezi kuongea. Naweza kuongea wewe, mbona unapiga story? Alafu kusema huwezi kuongea wakati unaweza kuongea ni matumizi mabaya ya mdomo. Tuambie utajie kikosi cha Simba chote unacho. Mpaka walioko benchi. Ni kwa kweli kuniambia nitaje hata wachezaji. Baba anashabikia Simba Yaani hata hao wa Simba wakifika 5 unanipa hela kabisa. Siwezi. Ila najua kuna Simba, najua. Ukiniuliza wanacheza lini au wamecheza lini, hapa nipo sijui kabisa. Ila wewe unajua, alafu unasema huwezi kuongea. Tukikuuliza wale watu wa udaku mtandaoni wameposti nini wiki, unaelezea mpaka comment. Kuna fani akaandika hivi, watu wakalaki pale 40, wengine wakamshukia. Na kuangalia haya. Na wengine mko nyumbani hapo nakuta mnaigiza hadi sauti ya mchungaji, alafu nasema huwezi kuongea. Mchungaji anaanzaje ibada, anasema wasalimie watu 5 hapo. Kwa hiyo unaanza kuambia watu wasalimie watu 5 hapo. Ile mpaka nyumbani mnaniigiriza kabisa. Sijaambiwa sasa, hii nimejua hii. Sijasema kuniigiriza ni vibaya. Washuhudie watu habari za Yesu. Niigirize mimi namfuata Yesu. Yohana waraka wa kwanza Yohana 3:16 anasemaje? Katika hili tumelifahamu pendo, kwa kuwa yeye aliutoa uhai wake kwa ajili yetu. Malizia kipengele cha pili, kanisa 1 2 3. Kwa sauti, tuanze kwa sauti. Imefanyeje? Imetupasa. Imefanyeje? Maana yake kama Yesu alitoa uhai wake kwa ajili yako, inakulazimu na wewe kutoa uhai wako kwa ajili ya ndugu zako. Na kutoa uhai wako ni rahisi tu. Kutoa muda wako, washuhudie watu habari za Yesu. Alika ndugu zako kwenye ibada. Watu nao wafahamu. Watumie matangazo ya ibada. Wakazanie, watu wengine wakazanie. Ukimwambia mara ya kwanza unaona hajakubali, mrudie kesho kutwa. Kuna watu wanaitikiaga kama kazi dhalimu baada ya kumsumbua sana. Kazi dhalimu anasema huyu mwanamke asije akanichosha kwa kunijia kila mara. Kuna mtu mwingine mrudie hata mara 50. Mpaka akikuona cha kwanza anachokumbuka kuhusu wewe ni usumbufu wa kumwalika kwenye ibada. Yaani akikuona hata mbali anaona tangazo la ibada Jumapili. Akikuona wewe anaona tangazo la ibada Jumapili. Ataniambia Yesu maliza kuongea bila kueleza masuala ya ibada. Waite. Bwana Yesu asifiwe sana. Usidharau ushuhuda wako. Ushuhuda mdogo yule mama ulileta mji mzima. Na leo tunautumia hivi hapa kwenye ibada. Just imagine. Ushuhuda wako sio mdogo mbele za watu. Jambo la pili kuhusu nini cha kufanya au kuambia watu wanapenda kushuhudia. Waambie watu ulioyasikia, andika ili ukumbuke ukiwa unashuhudia watu wiki hii. Waambie watu au waelezee watu mambo ulioyasikia, ulioyaona na uliojifunza kutoka katika neno la Mungu. Waeleze watu mambo ulioyasikia, ulioyaona, mambo ulioyasikia, ulioyaona na uliojifunza kutoka katika neno la Mungu. Waeleze watu mambo ulioyasikia, ulioyaona na uliojifunza kutoka katika neno la Mungu, ambayo yanaweza kumsaidia mwenye dhambi. Waeleze watu mambo ulioyasikia, ulioyaona na uliojifunza kutoka katika neno la Mungu, ambayo yanaweza kumsaidia mwenye dhambi kuona kina cha upendo wa Mungu. Ambayo yanaweza kumsaidia mwenye dhambi kuona kina cha upendo wa Mungu na kufanya maamuzi ya kukubali upendo huo. Waeleze watu mambo ulioyaona, ulioyasikia na uliojifunza kutoka katika neno la Mungu, ambayo yanaweza kumsaidia mwenye dhambi kuona kina cha upendo wa Mungu
na kufanya maamuzi ya kuukubali upendo huo, na kufanya maamuzi ya kuukubali upendo huo. Matendo sura ya 4 mstari wa 20. Matendo sura ya 4 mstari wa 20. Matendo 4:20 anasemaje? Maana sisi hatuwezi kuacha kuyanena mambo tuliyoyaona na kuyasikia. Kwanza Jumapili ijayo Pastor France utakuwa unanisaidia kusoma maandiko. Nikisema andiko utakuwa unampa mic, saidia kusoma haraka haraka. Na wewe pia utakuwa unasoma, japo mic atakuwa ameshikilia mchungaji. Anasemaje? Maana sisi hatuwezi kuacha kuyanena mambo tuliyoyaona na kuyasikia. Mitume walikuwa wanahubiri Injili, walikatazwa kuhubiri, wakasema hatuwezi kuacha kuyanena mambo tuliyoyaona na kuyasikia. Maana yake ambayo waliyaona katika neno, waliyaona wakiwa na Yesu. Wao walikuwa wanayaona live, lakini sisi leo tunayaona katika neno. Maana yake hayo tuliyoyaona katika neno na tuliyoyasikia yaseme unapokwenda mbele za watu, ambayo yanaweza kuufunua kina cha upendo wa Mungu kwa mwenye dhambi na kumsaidia aweze kukubali upendo huo. Bwana Yesu asifiwe sana. Twende tena, jambo la tatu la kufanya. Jambo la tatu la kufanya unapokwenda kuhubiri Injili. Jambo la tatu la kufanya. Jambo la tatu la kufanya. Jambo la tatu la kufanya. Waonyeshe watu faida alizotuletea Bwana Yesu kupitia kazi yake ya msalaba. Waonyeshe watu faida alizotuletea Bwana Yesu kupitia kazi yake ya msalaba. Waonyeshe watu faida alizotuletea Bwana Yesu kupitia kazi yake ya msalaba. Zungumzia mambo ambayo kupitia Yesu tumeyapata, na kama Yesu asingekuja tusingekuwa naye. Na hapo ukitaka usipate hizi faida vizuri, chukua Isaya 53. Anzia mstari wa 3 mpaka ule mstari wa 5. Utakuwa umefunga mahesabu. Yaani faida karibu zote za Bwana Yesu ziko pale. Chache nyingine zinapatikana kwenye maandiko mengine, ila nyingi ziko pale. Isaya 53 mstari wa 3 mpaka ule wa 5. Waelezea watu faida alizotuletea Yesu kupitia kazi yake ya msalaba. Anasemaje hapo? Isaya 53 mstari wa 3, anza hapa, anasemaje? Unamwambia Mungu, unamwambia mtu hivi, kila unachoona Yesu alifanyiwa kwa ajili yetu. Kwa nini? Kwa sababu Isaya sura ya 9 mstari wa 6 anasema maana kwa ajili yetu mtoto amefanyeje? Maana yake kama alizaliwa kwa ajili yetu, na kila utakachoona Yesu anafanyiwa au anafanya kwa ajili ya nani? Anafanya kwa ajili ya nani? Kwa hiyo unaanza kumwelezea mtu kama Yesu alizaliwa kwa ajili yetu, kila utakachoona Yesu anafanya au anafanyiwa kwa ajili yetu. Sasa turudi pale Isaya 53 mstari wa 3. Anasemaje? Alidharauliwa. Maana unamwambia mtu Yesu alidharauliwa ili wewe usidharauliwe. Kwa hiyo tunakataa dharau kwa mamlaka ya jina la Yesu. Lakini cha pili, alikataliwa na watu ili wewe usikataliwe na watu. Maana yake kwa njia ya Yesu umepokea kibali cha kukubalika mbele za watu. Pokea kibali kwa jina la Yesu. Pokea kibali kwa jina la Yesu. Pokea kibali kwa jina la Yesu. Alafu anasema mtu wa huzuni nyingi, kama alizaliwa kwa ajili yetu, mtu wa huzuni nyingi. Maana yake kwa njia hiyo alikuwa mtu wa huzuni nyingi ili wewe usiwe mtu wa huzuni na usiwe mtu wa huzuni nyingi. Nakataa kuwa mtu wa huzuni nyingi kwa jina la Yesu. Sema nakataa kuwa mtu wa huzuni nyingi kwa jina la Yesu. Sema kwa ujasiri, nakataa kuwa mtu wa huzuni nyingi kwa jina la Yesu. Siwezi kudharauliwa kwa jina la Yesu. Siwezi kukataliwa na watu kwa jina la Yesu. Kila nitakapokwenda watu watanifuata, watu watanisikiliza, watu watanipokea, watu watanihudumia kwa jina la Yesu. Alafu anasemaje? Na kama mtu ambaye watu mficha nyuso zao, maana yake hawataki kumuona. Hawataki kumuona. Alidharauliwa wala tukumhesabu kuwa kitu. Mstari wa 4. Hakika ameyachukua masikitiko yetu. Kwa hiyo ukijikuta una masikitiko ulionayo wewe ni fake. Original Yesu aliyachukua. Na kama ni fake, yakataa. Na yakataa kwa jina la Yesu. Chochote ambacho ukikatai kwenye maisha yako kinapata uhalali wa kuendelea kubaki. Na wakati mwingine ukikataa kwa mfungo, unakikataa kwa mikesha, unakikataa kwa sadaka, unakikataa kwa maombi mengi. Alafu anasemaje? Amejitwika huzuni zetu. Ndio zile huzuni nyingi sana amezibeba. Anasemaje? Lakini tulimdhania kuwa amepigwa na Mungu na kuteswa. Maana yake Yesu alipigwa na Mungu ili wewe ukimpokea usipigwe na Mungu. Ndio mstari unaofuata wa 5.
Mstari wa 5, bali alijeruhiwa kwa makosa yetu. Maana yake unamwonyesha pia mtu ya kwamba kwa sababu ya dhambi ulizokuwa umetenda ilibidi Mungu akuadhibu, kwa sababu mshahara wa dhambi ni mauti. Ilibidi upigwe kama Yesu alivyopigwa, ufanyiwe kama Yesu alivyofanyiwa. Lakini Yesu alifanywa kwa ajili yako, kwa ajili ya makosa yako. Alafu anasema alichubuliwa kwa maovu yetu. Alafu anasema adhabu ya amani yetu ilikuwa juu yake. Maana yake wewe uwe na amani, Yesu alishashughulikia hilo jambo. Ndio anasema mjue sana Mungu ili uwe na amani. Alafu anasemaje? Na kwa kupigwa kwake sisi tumefanyaje? Uponyaji wa afya. Hajaweka uponyaji wa nini hapo? Weka chochote unachotaka kipone. Biashara, huduma, ndoa, afya, chochote unachotaka kipone, kiingize hapo. Kwa kupigwa kwake biashara yangu imepona. Kwa kupigwa kwake akili zangu zimefunguliwa. Kwa kupigwa kwake huduma yangu inainuka kwa jina la Yesu. Yeye alikufa akiwa kijana ili nisife nikiwa kijana, kwa mamlaka ya jina la Yesu. Kwa hiyo namuonyesha faida za ujio wa Yesu hapo duniani. Mahali pengine wa Galatia sura ya 3 mstari wa 13 anasema Yesu alifanyika laana kwa ajili yetu. Maana yake Yesu akiingia kwenye maisha yako anakubebea laana za ukoo, anakubebea laana za familia, anakubebea laana ambazo ulilaaniwa na watu wengine. Wazazi wako walikulaani, wengine ni ndugu walikulaani, wengine ni mtu ulifanya naye biashara ukamdhulumu wakati hujaokoka. Baada ya kumdhulumu akakulaani, na baada ya kulaani laana zile zinakufuata baba. Au binti wa kazi nyumbani kwako ulimfanyia hiana, akaondoka akatamka maneno mabaya juu yako. Hizo laana leo Yesu anazibeba kwa ajili yako kwa jina la Yesu. Na kama una nafasi ya kwenda kuwafanyia watu vizuri, wafanyie vizuri. Haya, jambo lingine la nne la mwisho. Una njia nyingine ya kushuhudia. Unashuhudia watu kupitia tabia na mwenendo wako. Injili ya Yesu inabebwa na mambo mawili kwenye maisha yako. Cha kwanza inabebwa na tabia yako na mwenendo wako. Cha pili inabebwa na maneno yako. Sasa tabia yako na mwenendo wako. Ndio maana Yesu alikuwa afundishi chochote ambacho akifanya. Matendo 1:1 anasema habari za Yesu. Matendo 1:1 anasema habari za Yesu. Yale anasema nimekuandikia mpendwa Theofilo, mambo yale ambayo Yesu alianza. Anasema kitabu kile cha kwanza nilikiandika Theofilo katika habari ya mambo yote aliyoanza Yesu kuyafanya na baadaye akafanyeje. Maana yake Yesu alikuwa afundishe ambacho hakifanyi, lakini pia Yesu alikuwa anafanya kwanza alafu baadaye ndio anafundisha. Au Yesu alikuwa anafundisha kwa kufanya kile anachotaka kufundisha. Yaani anafundisha kwa vitendo. Hakwambii fanye hivi wakati hajafanya. Hakwambii tembea juu ya maji wakati hatembei juu ya maji. Yesu anafundisha. Kwa hiyo injili kubwa ambayo Biblia inaiweka wazi, na hii injili ina nguvu sana katika ulimwengu wa roho, ni injili ambayo inakuja kupitia ushuhuda wa mwenendo wako na tabia zako. We preach by our character. Tunahubiri kwa tabia zetu. Tabia zako ni mhubiri wa kwanza kwenye maisha yako. Unachoongea kikipishana na unachofanya, unachoongea kikipishana na namna unavyoishi, watu wataamini unavyoishi kuliko unavyoongea, kwa sababu uhalisia wa maisha yako huko kwenye maneno yako, huko kwenye matendo yako, tabia zako, mwenendo wako, namna yako ya kuishi. Kitabu cha Mathayo 5:14-15. Mathayo 5:14-15. Mathayo 5 nisome hapa mstari wa 14 na 15. Mathayo sura ya 5 mstari wa 14 na 15. Anasemaje? Ninyi ni nuru ya ulimwengu. Mji hauwezi kusitirika ukiwa juu ya mlima, wala watu hawasi taa na kuiweka chini ya pishi, bali juu ya kiango, nayo yawaangaza wote walioko nyumbani. Angalia mstari wa 16. Hivyo hivyo nuru yenu na iangaze mbele za watu, wapate kuyaona matendo yenu mema, wamtukuze Baba yenu aliye mbinguni. Manake sisi kinachoangaza ni matendo yetu. Matendo yetu ndio yanaonekana. Matendo yetu ndio yanaonekana. Tumefanywa kuwa nuru ili matendo yetu yaonekane. Hakikisha tabia zako, namna unavyohusiana na wafanyakazi wenzako kazini, iwe ni kwa namna ya upendo. Unavyohusiana na majirani wenzako pale. Kiombo hata chumvi ni ugomvi wa wiki mbili. Wewe bwana kitu gani bwana, chumvi ni 5 tu bwana, unakosa hela ya kununua bwana. Wakati mwingine mnunulia alafu mpe akae naye. Mwambie mpaka iishe na mimi nitakuwa nimeshapata hela ya kununua nyingine.
Yaani kuna mtu hapo tukienda pale anapokaa, watu hawajui kama hata ameokoka. Kwa sababu ni mtata. Mwambie jirani yako ni mtata. Ni mtata vibaya mno. Yaani mtata kama vile ndo mwenye nyumba pale. Anashindana kila mtu. Tukamwambia mimi mtu apiti mbele yangu kizembe tu. Mimi usishindane na mimi kizembe. Mimi ni mbaya. Unakuta anaambia kabisa mimi ni mbaya. Haunijui, ni chokolee tu. Yaani unakuta hadi wale wapagani pale wana upendo wao wewe tu. Ngeuke jirani yako, muangalie tu, simwambie chochote. Maana jirani yako akija hapa asikie haya mahubiri ndio unayohubiri wako kanisani na achukue na msimamo wako akuje nyumbani, anaweza akasema wewe ni mgeni kwenye hili kanisa, ndio umekuja leo. Ndio umekuja kwa sababu maisha ulionayo hayaendani na tunachokihubiri hapa. Simama kwa miguu yako. Na ukiwa umesimama, jambo la mwisho nataka ulifahamu, injili ni silaha yako. Waefeso 6:15. Usipohubiri injili unapoteza mojawapo ya silaha muhimu sana kwenye maisha yako. Waefeso 6:15. Hizi ni silaha. Bila anasema tuzivae silaha zote za Mungu. Hasa pale amestaja silaha mstari wa 15, injili ni silaha yetu. Anahitaji hapa anasemaje? Na kufungiwa miguu tayari tuupatao kwa injili ya amani. Maana yake utayari huo upewi tu, unapewa kwa sababu ya injili. Kwa hiyo mtu ambaye ahubiri injili ni mtu ambaye miguu yake haijavikwa kitu kwenye ulimwengu wa roho. Na miguu ni ishara ya utawala, miguu ni ishara ya uimara. Maana yake ni mtu asiye imara kiroho. Mtu asiyehubiri injili, mtu asiye imara kiroho, hajavaa kitu. Miguu yake inaweza kushambuliwa na chochote, umiliki wake unaweza kushambuliwa na chochote, mali zake zinaweza kushambuliwa na chochote. Uimara wetu unatokea kwenye injili ya amani. Sasa nataka umwambie Bwana, nataka unifanye kuwa tawi linalozaa. Na nataka ukiwa kwenye ibada hii, achana na ule mtazamo kwamba kuvuna na kushuhudia watu kanisani ni kazi ya wainjilisti. Sio, ni kazi ya kila mtu uliye hapa. Wewe ni tawi ndani ya mzabibu ambalo ni Yesu. Na Biblia inasema usipozaa Yesu anakuondoa. Wakati mwingine unaona wivu wa shirika wenzako wanatoa shuhuda kila siku, au Mungu anawabariki wanaongezeka. Wengine wamewekeza maisha yao kwenye kushuhudia watu habari za Yesu. Hili halipaswi kuwa jambo la msimu. Inapaswa kuwa jambo la wakati wote. Unafikiri wewe umeotesha mti wako pale nyumbani, mingine unaona yote inazaa, huo hauzae. Unafikiri utaufanyia nini? Unakata, unapaswa uwe kuni kwa sababu hauna faida yote. Maana yake mtu asiye na faida kwenye ufalme wa Mungu ni mtu asiyezaa matunda. Ila yupo tu. Baraka ambazo Mungu anaachilia kwenye kanisa anazitumia tu hivyo hivyo, anaenjoy tu hivyo hivyo, lakini haleti chochote, hazalishi chochote. Nani ana zaidi ya miaka 3 ameokoka? Nyanya mikono juu. Nani una zaidi ya miaka 3 tangu umeokoka? Usiogope, nyanyua. Au unaogopa tena? Nyanyua tu juu kabisa nikuone. Shosha. Jiulize swali leo. Una watu angalau hata kila mwaka tuseme ulikuwa unavuna hata watu 5. Kila mwaka ulikuwa unavuna hata watu 5. Je, una watu 15 hata ambao unaona kabisa leo yuko kanisani? Unaweza kusema huyu ni matokeo. Kwa sababu hata mki ukikuzalia matunda 5 kwa mwaka mzima, matunda 15 kwa miaka 3, huo mti huo pia na wenyewe ni wa kukata. Usiwe bize kiasi cha kushindwa kuzaa. Katikati ya wiki uko bize wiki yote nzima. Na hata kule unapokuwa ni daktari uko hapa, unaweza kuwa unashuhudia hata wagonjwa wako wanaokuja pale. Unamwambia mimi nakutibu Bwana. Ila katika haya yote kumbuka Mungu yupo. Na hapa natamani nikusaidie tu kwamba mimi huyu Mungu nayemuona ndo ananisaidia mpaka hapa nilipofika. Ni kweli nafanya udaktari, ila hata siamini sana katika haya ninayofanya. Naamini sana katika Mungu. Ongoza watu sala ya toba kwa njia hiyo. Kwenye biashara yako pale usimalize siku hujaongea na mtu hata mmoja. Kuna watu wengine Mungu anakuletea wewe unafikiri amekuletea kama wateja tu, amekuletea kama watu ambao alitegemea wakija kwako sio tu watakuwa wateja, watapata na injili pia. Ila wewe unawachukulia kama wateja tu. Unawachukulia kama wateja tu. Unawachukulia kama hivi. Unajua wewe mtu ukimvuna ukamleta kanisani anakuwa ni mteja na ni mshirika wako pia. Nani mwaka huu ana watu 2 ambao umewaleta kanisani na wamekaa? Sio umewaleta, uliwaleta wakaja wakasalimia, na ulileta wale waliookoka, uliwaalika wale waliookoka wakaja wakakusalimia na wakao. Una watu 2 mwaka huu mpaka mwaka huu tunaelekea kumaliza ambao umeshuhudia hata wamekuja kanisani kwa sababu ya wewe. Sio wengi.
ni wachache, haiendani na idadi yetu kubwa hii. Kesho tunaanza ushuhudiaji wa Injili, tutakuwa na vipeperushi, njoo tufanye kazi. Lakini pia wewe ambaye hutaweza kuja, ni kuombe kule ulipo wiki Jumapili usije peke yako, njoo na mtu. Kamata mtu mmoja, mlipie hata nauli, ukose sadaka, umwambie twende leo, kuna jambo la ajabu nyumbani mwa Bwana. Na akishafika hapa, wewe achana naye. Mungu ndo anayehudumia watu kwenye hii nyumba. Hata mimi naweza kujiandaa, lakini najua kabisa leo ni Mungu atahudumia watu. Mwache aje kwenye hii nyumba, Mungu atamhudumia kwa nguvu zake. Bwana Yesu asifiwe sana. Mwaka huu usiishe bila wewe kumzalia Yesu matunda. Nyanyua mikono yako juu, funika macho yako. Nataka kumwambia Bwana akupe neema maalum na akuvike ujasiri. Hili ni ombi ambalo unapaswa kuliomba wewe mwenyewe kutoka ndani ya moyo wako, na uliombe kwa sauti pia nikusikie. Bwana akupe neema maalum na ujasiri wa kuzishuhudia habari zake kwa kila aina ya mtu utakayekutana naye. Sio kwa watu fulani tu maskini, kwa kila aina ya mtu utakayekutana naye. Hebu anza kuomba ile ombi katika jina la Yesu. Anza kuomba ile ombi katika. Nikusikie ukiomba. Nikusikie ukiomba. Mwambie Yesu, nisaidie tena, nipe neema yako ya Bwana, neema yako ya kuzaa na kuongezeka. Nipe neema, nipe neema, nipe neema, nipe na ujasiri wa kuyazungumza maneno yako na kuelezea shuhuda zako katikati ya kusanyiko lolote. Daudi anasema katikati ya kusanyiko nitalisema habari zako, nitakushukuru katikati ya kusanyiko. Daudi alikuwa na neema maalum ya Mungu ya kusimama mbele ya watu, haogopi idadi, haogopi umri, haogopi aina ya watu. Anasema katikati ya kusanyiko nitapaza sauti yangu ya shukrani, nitakusifu katikati ya kusanyiko, nitakushuhudia na kushuhudia watu habari zako katikati ya kusanyiko. Bwana nipe tena, nipe tena neema yako, nipe ujasiri, niongezee Bwana ujasiri. Ujasiri unapokuja ni sababu wewe kuendelea kuishi. Sitakufa bali nitaishi, ili niasimulie matendo makuu ya Bwana. Mwambie Bwana, leo nimejua ya kwamba mojawapo ya sababu kwa nini napaswa kuishi ni ili niasimulie matendo yako, nishuhudie watu habari zako, niwaeleze watu matendo yako makuu. Bwana nipe ujasiri wa kulisema neno lako bila hofu. Na kataa leo, naiacha roho ya woga, roho ya mashaka, roho ya wasiwasi ambayo imekuwa ikinishambulia mara zote. Na badala kushuhudia watu kwenye gari, na badala kushuhudia watu mahali fulani, roho ya Bwana leo niondolee roho ya woga. Umesema ukunipa roho ya woga, bali uninipa roho ya ujasiri, ili kwa njia hiyo Bwana nipate kushuhudia watu habari zako. Nipe ujasiri. Mwaka huu usiishe Bwana bila kukuzalia matunda. Mwombe Mungu kibinafsi, mwambie Bwana nipe mtu. Sasa nena ombi lingine, mwambie Bwana nipe mtu ndani ya wiki, nipe mtu inapotoka, nipe watu. Mpe Bwana idadi unayotaka kuvuna wiki hii, wewe mpe tu Bwana. Na Bwana anasema mkabidhi yeye mawazo yako na njia zako zitathibitika. Mkabidhi, mwambie Bwana nipe watu 4, nipe watu 5, nipe watu 10 ndani ya wiki. Bwana Yesu, na mimi kama kanisa tunaomba Bwana, ikiwezekana tupe watu 50 ambao Jumapili watakuja kanisani kama watu ambao wameshuhudiwa na kuokoka kwenye injili ya wiki kwa mamlaka ya jina Yesu. Bwana tunaomba kwa jina Yesu. Ramakaparabasanda ekanabarabasaka ekandaradabaraba matayakaparabasaya lekarababasaka. Nipe watu. Anasema uniombe nami nitakupa watu, niombe nami nitakupa watu. Hakuwa urithi wako na miisha nchi, hakuwa miliki yako. Maombe watu, mwambie Bwana nipe. Wengine wapitishe kwenye ofisi yangu ili nizungumze nao, nipe ujasiri. Wengine Bwana walete kwa jina Yesu, wanaohitajika kuokoka ndani ya wiki hii, nikutanishe nao, wakutanishe na video zangu na mafundisho yangu na mahubiri yangu mitandaoni Bwana, kwa mamlaka ya jina Yesu. Asiwepo mtu ambaye Bwana atanisikia wiki na akaacha kuokoka, akanisikia wiki na akaacha kubadilika, maneno yangu
yaende na moto wako, kama ilivyokuwa kwenye Matendo ya Mitume, wakachoma mioyo yao. Maneno yangu yaende na moto wako, yachome mioyo ya watenda dhambi na kuwasukuma kutafuta toba kwa mamlaka ya jina Yesu. Ndani ya wiki Bwana tupe nguvu, tupe nguvu. Mwambie Bwana akupe ishara, akupe miujiza itakayoambatana na wewe, akupe ishara na miujiza ziambatane na wewe. Na Bwana achilie utendaji kazi wa nguvu zake kwenye maisha yako usiokuwa kawaida. Ndani ya wiki akupe shuhuda zitakazofanya watu wakuamini na waamini lile neno walipeleka kwao. Mwambie Bwana akupe nguvu za kuwa shahidi. Anasema mtapokea nguvu nanyi mtakuwa mashahidi. Baba, nipe nguvu ya kupeleka ushuhuda wako, nipe nguvu, nipe nguvu, nipe nguvu kwa mamlaka ya jina Yesu. Injili ni uweza, haibebwi na watu dhaifu, inabebwa na watu wenye nguvu. Mwambie Bwana nipe uweza, nguvu ya kutenda miujiza, uweza kuponya, uweza kufungua, utembee pamoja nami Roho Mtakatifu. Kila nitakayezungumza naye, na kama ni mgonjwa mponye kwa mamlaka ya jina Yesu. Kama amefungwa na nguvu za giza, afunguliwe kwa damu Yesu. Omba kanisa, nikusikie ukiomba. Omba nikusikie ukiomba. Maanisha pale kuomba kwako. Maombi yasiyo maanisha ni maombi yasiyo na majibu. Maanisha pale kuomba kwako. Funika macho yako pale ulipo. Maanisha pale kuomba kwako. Mwambie Bwana, ninamaanisha sasa. Nimegundua kwamba sababu moja hapo kwa nini umeniacha niendelee kuishi ni ili nikuzalie matunda. Bwana, siko tayari unikate, siko tayari uniondoe kama tawi lisilozaa. Ninaahidi leo, Yesu nisaidie, nisaidie Yesu, nisaidie Yesu, nisaidie Yesu. Haya baba masata rekarada basanda na mama ratakatarada yakana masanda rekatarada yakaparamana maraba yakana na masata. Kila mmoja omba, hili ni ombi la kila mmoja. Mashemasi omba, watu wote asofai omba, mimi yakimu omba, viongozi wa kanisa omba. Hii ni swala kutetea uhai wako. Kwa nini uingie mwaka 2026 wakati hauzai matunda? Kwa nini uende mwezi wa 12 wakati hauzai matunda? Kwa nini Bwana asikuchungue wakati hauzai matunda? Mpe Bwana sababu, mpe Bwana sababu. Mwambie Bwana, nimejua ya kwamba nahitaji kukuzalia matunda. Baba, nipe neema, nipe ujasiri, nisindikize kwa nguvu zako, nipe ushuhuda ambao watu wakiusikia watageuka na kutubu. Baba nisaidie, Baba nisaidie kanisa hili kwa mamlaka ya jina Yesu. Tunapokea neema ya uzazi mwingi, ya kuzaa na kuongezeka kwa wale wanaokuwa wakiokolewa. Yakatarababasada yakananamasada arabababasada. Maana anamwambia Bwana, ukinipa mtoto nitakupa nabii. Ukinipa mtoto au ukimpa Bwana sababu, atakupa unachotaka. Ukimpa Bwana sababu, atakupa unachotaka. Namwambie Mungu kwa jina la Yesu, nipe neema ya kuvuna, ya kuvuna, ya kuvuna, ya kuvuna. Nipe neno la kusema, nipe cha kusema kila napomkana mwenye dhambi. Nipe cha kusema Roho Bwana, nipe cha kusema na unipe namna ya kukisema. Adamana masada baba yakada baba sada lekana mama sana. Na tuishambulie roho ya utasa kwa dakika chache. Roho ya utasa kwenye uchumi, roho ya utasa kwenye huduma, roho ya utasa kwenye biashara, roho ya utasa kwenye maisha yako, na roho ya kuharibu mimba inaharibu mipango yako. Nisikie ukiomba ukiwa unapiga makofi, atuamrishe roho ya kuharibu mimba, roho ya utasa. Mungu anasema na hapa atakuwa na mtu mwenye kuharibu mimba. Maana yake ukiona mimba inaharibika, ndio kuna mtu anahusika na uharibifu wa kila mimba. Hapata kuwa na mtu aharibie mimba. Ukiona mimba inaharibika, ndio kuna mtu amehusika. Naamrisha kwa mamlaka ya jina Yesu, wewe nguvu ya giza unayezuia matokeo, unayezuia mipango yetu, unayezuia kwa jina Yesu. Au mtu anaanza hatua zake na wewe unakatiza njiani. Rapakata radaba yakana baba sada lekada baba sada yakana mana baba rakada baba baba. Kasirika wakati unaomba, kasirika usiombe kikawaida. Amrisha kwa jina Yesu, huyu anayekatiza mipango yako yakana baba sada lekada baba sada rakada baba baba yakata raba saya lekaparada baba kaparia masada lekada baba sada. Wewe
Inua mikono yako tuseme katika jina la Yesu. Ninaamrisha kila joka uliyekaa mbele yako ili kula maongezeko, ili kula uzao wako, na kuamrisha kwa jina la Yesu, toeka, toeka kwa jina la Yesu. Kila vita zinazoinuliwa kinyume changu ili nisiongezeke, leo nazifutilia mbali kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Kila vikwazo na vipangua, panguka, panguka kwa jina la Yesu. Inatumika yako juu nikupe baraka za wiki. Mambo ya Lawi 26 mstari wa 9. Hili ni fungu lako ndani ya wiki katika jina la Yesu. Mambo ya Lawi 26 mstari wa 9. Anasemaje? Nani itawaelekezea uso wako. Manake wiki uso wa Bwana uende na wewe katika jina la Yesu. Anasema tena wiki uso wa Bwana uende na wewe katika jina la Yesu. Uso wa Bwana ni uwepo wa Bwana. Uwepo wa Bwana uende na wewe kila unapokwenda katika jina la Yesu. Uende na wewe kwenye biashara kwa jina la Yesu. Uende na wewe kwenye huduma unaendelea kwa jina la Yesu. Uende na wewe kwenye ofisi unafanyia kazi kwa jina la Yesu. Uende na wewe kwenye nyumbani kwako kwa jina la Yesu. Uwepo wa Bwana uende na wewe kwenye ndoa yako katika jina la Yesu. Uwepo wa Bwana uende na wewe kwenye vyanzo vyako vya mapato kwa jina la Yesu. Anasema uwepo wa Bwana utakwenda pamoja na. Kwa Kiingereza anasema the Lord will have respect. Hapo ni kwa Kiingereza, kwa Kiingereza alafu tutamalizia kile kinachofuata. Anasema for I will have respect unto you. Maana Mungu ataweka heshima yake juu yako. Tafsiri yake ni kwamba kama watu wanakuheshimu Mungu, watu watakuheshimu kwa mamlaka ya jina la Yesu. Na amrisha watu wakakuheshimu katika jina la Yesu. Mungu akikuheshimu atatoa watu kwa ajili yako. Watu wakuheshimu kwa jina la Yesu. Watu waajirie maisha yako katika 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 jina la Yesu. Watu waajirie maisha yako kwa jina la Yesu. Paka umeamini, watu waajirie maisha yako kwa jina la Yesu. Watu waajirie maisha yako kwa jina la Yesu. Paka umeamini, watu waajirie maisha yako kwa jina la Yesu. Watu waajirie maisha yako kwa jina la Yesu. Narudia tena, watu waajirie maisha yako kwa jina la Yesu. Mara ya pili, watu waajirie maisha yako kwa jina la Yesu. Mara ya tatu, watu waajirie maisha yako kwa jina la Yesu. Mara ya nne, watu waajirie maisha yako kwa jina la Yesu. Mara ya tano, watu waajirie maisha yako kwa jina la Yesu. Mara ya sita, watu waajirie maisha yako kwa jina la Yesu. Mara ya saba, waajirie maisha yako watu kwa jina la Yesu. Alafu kirudi pale anasema na kuwapa uzazi mwingi. Maana yake mtu ukiona anazaa sana ni uzazi amepewa na Mungu. Mungu akupe uzazi mwingi. Mungu akupe uzazi mwingi. Mungu akupe uzazi mwingi. Kwenye biashara upokee uzazi mwingi. Kwenye huduma upokee uzazi mwingi. Kwenye maono yako unayokwenda kuandika leo upokee uzazi mwingi. Mwezi wa mwisho wa mwaka uzae sana kwenye kila eneo katika jina la Yesu. Nawe utakuwa kama mtu uliopanda kando kando ya vijito vya maji, uzao matunda yake kwa wakati wako, utazaa matunda kwa jina la Yesu. Wewe ni mtu uzao, ni tunda lizalo, ni tawi lizalo kwa mamlaka ya jina la Yesu. Sema hilo ni fungu langu kwa jina la Yesu. Yes. Nazaa sana. Tazama mpaka watu watakusema, kwa nini unazaa sana? Kwa mbona unaongezeka sana? Tupe siri. Mwambie Mungu amenipa uzazi mwingi.
Bora biashara inakwenda sana, unafanya biashara sana. Mungu amenipa uzazi mwingi. Alafu anasemaje? Na kumuongeza. Hebu sema na kumuongeza. Sasa kwa Kiingereza sio kuongeza, ni kuzidisha. Mungu haongezi kwa kujumlisha. Mungu anaongeza kwa kuzidisha. Kwa Kiingereza asema I will multiply. Maana yake nitakuzidisha. Ni vile ulivyokuwepo, Mungu anakuzidisha mara 2, anakuzidisha mara 7, anakuzidisha mara 20. Yaani anakuzidisha, sio anakuongezea. Unajua 9 jumlisha 2 ni tofauti na 2 mara 9. Maana yake unakwenda mara 2, mara 3, mara 7, mara 10 zaidi ya ulivyokuwa mwanzo, mara 100 zaidi ya ulivyokuwa mwanzo katika jina la Yesu. Mbona wewe hujasema amen ya imani? Alafu jambo lingine anasemaje? Nami nitalithibitisha agano langu pamoja naye. Agano la Mungu ni hilo. Mungu ameahidi, anasema hata nguvu za kupata utajiri anatupa ili apate kulithibitisha agano lake. Aliagana na Ibrahimu ya kwamba uzao wake utakuwa mwingi kama nyota za angani. Maana yake ni kwamba, na Ibrahimu nafikiri alizaa watoto wengi. Lakini angalia utajiri wa Ibrahimu kibiashara. Angalia utajiri wa Ibrahimu kibiashara. Angalia Ibrahimu alikuwa na maongezeko kwenye kila eneo. Hakuwa na watoto wengi sana, lakini kibiashara. Kwa sababu Biblia inasema wakati ile baraka inatamka juu yake, anasema na mataifa watajibarikia kupitia wewe. Maana yake utafika mahali kama kuna mtu anahitaji kufanikiwa, itawezekana basi aje aajiriwe kwenye kampuni yako. Amen. Sema amen sasa. Amen. Sema tena amen sasa. Amen. Na kuombea neema ya kuanzisha vitu vikubwa katika jina la Yesu. Amen. Kuna watu mkamiliki shule zenu kwa jina la Yesu. Amen. Mkamiliki kampuni zenu kwa jina la Yesu. Wengine mkae na makampuni ya usafirishaji kwa jina la Yesu. Sema tu amen, maana majira yako kamili kwa jina la Yesu. Ukamiliki biashara zako kwa jina la Yesu. Ukamiliki vitu vyako kwa jina la Yesu. Kiwanja, nyumba na gari kwako havitakuwa changamoto kwa jina la Yesu. Havitakuwa mtihani kwako kwa jina la Yesu. Ifike mahali unakodishia watu apartments. Pangishia watu apartments, unazo zitakuwepo. Weka hii maono kabisa, ukitoka hapa. Yaani mimi natamani nione watu wenye maono makubwa na ambao wataanza kuchapa kazi kuanzia sasa mpaka mwakani. Tufike kabisa mwakani tuna mtu tunaenda kuweka watu apartment alizonazo, tunakwenda kuweka watu gari la biashara alilonunua, tunakwenda kuweka watu kiwanja kwa ajili labda ya kitu kiwanja chake au nyumba. Waza hivyo mwakani siwezi kumaliza kizee. Ukikosa sana umemaliza na kiwanja. Jiwekee mwakani, ukikosa sana, hata kama unapanga na kodi bado inakusumbua, weka hii mipango. Israeli wanaambiwa watapewa nchi yao, wanatoka kule utumwani. Kule walikuwa ni watumwa, wafanyakazi wa ndani. Yaani kwa namna rahisi ni wafanyakazi wa ndani. Lakini Mungu anawaambia nina nchi nitawapa, tena nchi inayofuka maziwa na asali. Naweke mipango mwakani, ulikuwa na kiwanja, waza kuongeza kingine. Wangapi wananiahidi wataenda kuandika hayo maono? Bwana Yesu, kila aliyeinua mkono wake juu, Bwana, yale yote atakayeweza kukaa na kuyaandika, mambo hayo yatimie kwake kwa mamlaka ya jina la Yesu. Yatimie kwako kwa mamlaka ya jina la Yesu. Yatimie kwako kwa mamlaka ya jina la Yesu. Na hata wale ambao wako kwenye ibada watakapata hizo taarifa wakifanyia kazi, yatimie kwenu kwa mamlaka ya jina la Yesu. Amen. Amen. Shangilia Bwana Yesu.